sifa na utukufu na heshima ni wewe, wenye nguvu na uweza ni wewe, wakupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe, wenye nguvu na uweza ni wewe. Inua tu mikono yako juu, mshukuru Bwana Yesu. Mwambie Baba, ninakushukuru. Mwambie Bwana Yesu, asante kwa neema na rehema zako. Mwambie Baba, litukuzwe na kuabudiwa jina lako tena jioni ya leo. Asante Mungu mwema ambaye umetupa nafasi tena Bwana ya kukaribia kiti chako cha neema jioni ya leo Bwana. Nakushukuru kwa ajili ya walioko hapa Bwana Yesu, lakini pia nakushukuru kwa walioko kwenye mitandao ya kijamii na wale wanaotufuatilia kwa njia ya television. Roho Mtakatifu, asante kwa ajili ya watu wako wote. Ninaamini ya kwamba Bwana, hii ni siku njema ambayo umeifanya ili Bwana wewe ufurahi kupitia ibada hii, lakini pia nasi tufurahi kwa kuwa utayagusa maisha yetu. Asante Roho Mtakatifu, wewe ambaye Bwana umesema huwa unalituma neno lako ili lituponye na kututoa katika maangamizo yetu. Tunaamini ya kwamba jioni ya leo Bwana, lipo neno kwa ajili ya afya zetu, lipo neno kwa ajili ya ndoa zetu, lipo neno kwa ajili ya biashara zetu, lipo neno kwa ajili ya kanisa lako, lipo neno kwa ajili ya taifa lako, lipo neno kwa ajili ya hatima zetu Bwana, lipo neno kwa ajili ya yule aliyechoka, kwa ajili ya yule aliyekata tamaa, kwa ajili ya yule aliyezimia moyo, kwa ajili ya yule aliyeona hawezi. Lipo neno kwa ajili ya yule ambaye adui amemzuia. Lipo neno Baba, ninaamini ya kwamba lipo neno kwa wale waliochoka. Umesema wewe huwapa nguvu wazimiao na huwaongezea nguvu wasiokuwa na uwezo. Umesema hata wale wakungojao watapata nguvu mpya. Tunao uhakika wa nguvu mpya jioni ya leo. Bibi na mabwana mlioko mahali hapa, tunao uhakika wa nguvu za Bwana jioni ya leo. Tunamjua yeye aliyetuita ya kwamba hata tuacha tukaangamia. Anasema sikio lake sio zito wala mkono wake hujapungua. Jioni ya leo anaweza akaokoa tena, anaweza akasikia tena, anaweza. Yeye achelewi. Yeye ni Mungu anayesema saa ya wokovu ni sasa na wakati uliokubalika ni leo. Mwambie Bwana, ninakushukuru kwa leo ni siku yangu iliyokubalika. Leo ni saa yangu iliyokubalika. Leo ni majira yangu iliyokubalika. Yesu, asante. Makarama sanda rakata yandaraba rekama saka yantarada basanda likapara baba basaya ekapa yakatarana masanda lekaba baba basataya rekanta yana masanda ikaparia masatarabo rekaba yantarana masanda. Asante Yesu, unastahili heshima Bwana. We give you glory Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Manda rabashanda. Kitabu kile cha Ezra sura ya 8 mstari ule wa 20 na 21. Ezra sura ya 8 mstari wa 21. Nataka tuombe kidogo. Manda ramashanda. Ulisema naposhindwa nikuite. Ezra sura ya 8 mstari wa 21 anasema, ndipo nikaamuru kufunga hapo penye mto Ahava ili tupate kujinyenyekeza mbele za Mungu na kutafuta kwake njia iliyonyooka kwa ajili yetu sisi wenyewe na kwa ajili ya watoto wetu na kwa ajili ya mali yetu yote. Manake hao watu waliomba wakajinyenyekeza mbele za Bwana. Walipofika mahali kulikuwa kuna mto, na huu mto ulikuwa unaitwa mto Ahava. Na sio tu kwamba mto ulikuwa ni kama kizuizi mbele yao, lakini pia walifika mahali ambapo walikuwa wanahitaji msaada wa kifedha, kwa sababu kiendelea mstari wa 22 utaona Ezra anasema maana naliona haya kumwomba mfalme kikosi cha askari na wapanda farasi ili kutusaidia juu ya adui wa njiani. Maana yake kwenye njia yao kulikuwa na adui. Na adui alikuwa anaitwa adui wa njiani. Maana yake walikuwa wanahitaji msaada, sio tu msaada wa kuhitaji watu wa kuwasaidia,
lakini Ezra anasema aliona haya. Kumbuka mwanzoni walikuwa wameshaomba kwa mfalme baadhi ya vitu na mfalme alikuwa ameshawapatia. Kwa hiyo wakati huo Ezra aliogopa kurudi tena ili amuombe mfalme. Anasema kwa maana tulikuwa tumesema na mfalme tukinena, mkono wa Mungu juu ya watu wote wamtafutao kuwatendea mema, bali uweza wake na ghadhabu yake ni kinyume chao wote. Anasema ni ghadhabu yake ni kinyume cha wote wamwachao. So unaona Ezra ni kwamba alikuwa ni kama walijitamba mbele ya mfalme kwamba tayari Mungu yuko upande wetu, hatutahitaji msaada wa mtu yeyote. So huu wakati ulifika, walikuwa wanahitaji msaada, lakini waligundua hawezi kupata msaada kwa sababu tayari walishasema wana Mungu. Unajua kuna wakati unaweza kufikia kwenye familia au kwenye ukoo ukasema mimi bwana nimeokoka na Yesu atanisaidia, na ikafika mahali unahitaji msaada whether kutoka kwa watu wale wale ambao uliwaambia Yesu anakutosha, Yesu atakusaidia, na wakati huo ikawa uwezi tena kuomba msaada kwa sababu ulishatumia lugha mwanzoni ya kwamba nimeamua kumwendea Yesu, na walipokushauri urudi nyuma ukakataa, ukasema Yesu atanisaidia. So unapofikia mahali kama hapo ambapo unaona uwezi tena kuomba wanadamu, huo ni wakati pekee wa kujielekeza mbele za Bwana, kujielekeza mbele za Bwana, na Mungu hajawahi kumtupa mtu. Anasema Ezra alipoamuru kufunga, wafunge ili wajinyenyekeze mbele za Bwana ili wapate njia iliyonyooka. Maana yake njia ambayo haina upinzani njiani, au kwa tafsiri nyingine ni kwamba njia ambayo haina kona kona. Wakienda wataenda straight bila kuzuiliwa na chochote. Angalia mstari wa 23, anasema basi tukafunga tukamsihi Mungu wetu kwa ajili ya hayo, naye akatutakabali. Maana yake Mungu akatupa yale ambayo tulikuwa tumeomba. So kwa dakika chache nataka tuombe Bwana. Mwambie Bwana Yesu, nimekuja mbele zako, ninahitaji njia iliyonyooka. Nikwambia njia iliyonyooka maana yake ni kwamba Mungu ashughulike na upinzani ambao uko kwenye njia yako, njia ya biashara, kwenye ndoa, kwenye afya, kwenye kazi, kwenye chochote kile ambacho unafanya. Mwambie Bwana, inuka na unipiganie kwenye njia. Bwana, inyoshe njia yangu, nyosha njia yangu. Kila adui anayejaribu kupindisha, iwe ni njia ya kuelekea kwenye huduma kubwa, njia ya kuelekea kwenye ndoa, njia ya kuelekea kwenye uzao wa tumbo, njia ya kuelekea kwenye mafanikio ya kiuchumi, njia ya kuelekea kwenye kazi, kwenye cheo, kwenye nafasi fulani ambayo Mungu alikwambia, mwambie Baba, inuka unisaidie kupigana kila upinzani. Daudi anaomba maombi, anasema Lord arise. Anasema Bwana na ainuke na adui zake watawanyike. Hebu anza kuomba pale ulipofungua kinywa chako. Mwambie Bwana Yesu, Bwana usimame na unipiganie na unipe njia iliyonyooka. Njia iliyonyooka inapatikana kwa Bwana. Huyu ni mtu wa Mungu Ezra, anawaambia watu wajikusanye, waombe kwa Bwana, wanyenyekee kwa Bwana, wajishushe kwa Bwana, wamwambie Yesu, tunajua kwamba wewe ni njia. Umesema ya kwamba wewe ndio njia, ukasema wewe ndio kweli, ukasema wewe ndio uzima. Yesu, simama kama njia kwenye hatima yangu tena. Yesu, simama kama njia kwenye afya yangu tena. Yesu, simama kama njia kwenye biashara yangu tena. Hebu zungumza na Bwana, kila mmoja ambie Yesu, wewe ulisema ni njia. Mahali pengine akasema Mungu kwetu ni Mungu wa kuokoa, na njia za kutoka mautini zina Yehova Bwana. Hakuna mahali ambapo Mungu hawezi kutengeneza njia. Alitengeneza njia kwenye bahari ya Shamu, akawaondolea wana wa Israeli upinzani, na akawaambia Wamisri, mnawaona leo hamtawaona tena. Maana yake ni kwamba Mungu anaweza akakupa njia hata mahali ambapo wanadamu wamethibitisha ya kwamba kwenye hili hakuna njia. Mwambie Baba, nisaidie, inua njia kwa habari ya maono yangu, inua njia ya kuyaendea kwa habari ya kusudi lile kubwa ulionipa, inua njia ya kuendea. Baba, unisaidie kupambana na upinzani wa njiani, unisaidie kupambana na adui wa njiani. Mahali ambapo Mungu nimefika na nimeona siwezi kupata msaada tena kwa wanadamu, Yesu tokea, simama peke yako, Simba wa Yuda, simama peke yako na unifanyie njia. Mahali ambapo madaktari wamethibitisha, akasema hii haiwezekani, akasema hii haitoki. Ni kweli kwa wanadamu yapo yasiyowezekana, lakini kwa Mungu wetu hakuna lisilowezekana. Ni kweli kwa wanadamu yapo ambayo wamefika mwisho, lakini Mungu wetu ndio mwisho. Yeye hazuiliwi na mazingira, yeye hazuiliwi na majira.
Anaweza akafanya njia hata mahali waliposema hakuna njia. Anaweza akafanya njia. Shana makaraba yata rekaranda katayanama. Simama peke yako, ujitwalie utukufu tena Yesu, kama ulivyojitwalia utukufu kwenye jambo la mwanamke aliyetokwa na damu. Simama ujitwalie utukufu kwenye maisha yangu tena, kama ulivyojitwalia utukufu kwenye jambo shaya kataya la Lazaro aliyesema ana siku 4 na ameoza ananuka. Ukajitwalia utukufu Yesu, kama ulivyojitwalia utukufu kwenye harusi ya Kana ya Galilaya, mahali ambapo alitarajia divai iliyo dhaifu, wewe ukaleta iliyo njema. Baba, tenda jambo jipya, atenda jambo jipya. Nifanyie njia, nifanyie njia, nifanyie njia. Shana makata ya daba. Ezra akawaambia watu, na kwa ajili ya mali zetu tunahitaji njia. Baba, kwa ajili ya uchumi wangu nahitaji njia. Sisi kama wanao tunaomba Baba, tunahitaji njia. Usimwangalie yote, mwangalie Bwana. Elekeza macho yako kwa Bwana, mwambie Yesu, nimekuja, ni mimi mwanao, nimekuja kwenye hili jambo hili. Iwe ni ugonjwa uko kwenye mwili wako, mwambie Baba, kwenye hili jambo hili nimesikia kwamba kwako kuna njia. Nimesikia kwamba njia za kutoka mautini kwenye mauti ya madeni, njia za kutoka mautini kwenye mauti ya utasa, njia za kutoka mautini kwenye mauti ya magonjwa, njia za kutoka mautini kwenye mauti hiyo mauti hiyo. Mwambie Baba, nifanyie njia. Alisema ya kwamba kwenye kila jaribu hakuna mlango wa kutokea. Mwambie yeye mwenye mlango wa kutokea kufanyie njia. Mwambie yeye asiyeshindwa akusaidie wewe uliposhindwa. Baba sada baba, wewe usiyeshindwa nisaidie mahali niliposhindwa. Rakaparaba sanda raba yakaparaba katayanaba lekaba katayandaraba. Wewe usiyechoka nisaidie mahali ambapo nimechoka. Iwe nimechoka kiakili, iwe nimechoka kuomba, iwe nimechoka kulia tena, nisaidie wewe usiyechoka, wewe usiyezimia. Angalia ni wapi nimezimia na unisaidie tena. Manda kaparabasada yakatarabasandamaya rekaparabasada yanda. Liangalie kanisa lako wewe Bwana, ulifanyie njia. Liangalie kanisa lako Bwana, ulifanyie njia. Fanya njia. Uliyetembea juu ya maji, fanya njia. Hatutembee juu ya jambo hili, hatutembee juu. Shabaraba katayadaba rakatayadaba kayabaraba rekaraba kataraba sanda yakaparaba sanda rababa. Njia ya maongezeko kwenye kanisa lako, njia ya ukuaji wa kiuchumi, wa kiidadi, wa kiushawishi. Baba, tufanyie njia, hatufanyie njia. Wewe unaomba kwa habari ya biashara, msi Bwana akufanyie njia. Rakaparabashana. Wewe unaomba, unaombea huduma yako, mwambie Bwana akufanyie njia ya kupenya kuelekea kwa watu wakuu. Baba, matabayaba rakadabakatayada rekabadabashadabaraba. Katikati ya uchumi waliotangaza ni mgumu kwenye taifa la Tanzania, make a way for us, waymaker, make a way for us. Atufanyie njia. Uliyeleta maji jangwani, kwenye jangwa hili la uchumi wa Tanzania, lete maji tena, lete chakula tena, lete kapora zekaparakataya rekataya gabaraba yantaya makataraba rakapaya basanda. Uliyeleta nyama jangwani, lete nyama na hapa yakabaya baraba rakaraba ya barabaraba.
Baba, tufanyie njia. Wakati wengine wanalalamika, sisi tunakuimbia, maana umetufanyia njia, maana umetufanyia njia, maana umetufanyia njia. Atufanyie njia. Wafanya biashara wa nyumba hii Bwana, wafanyie njia. Wale waliojiajiri, wale wa nyumba hii Bwana, wafanyie njia. Wale walioajiriwa, wafanyie njia. Wanaotaka kujenga mwaka huu, Yesu, katika uchumi huu, wafanyie njia. Shada baba. Wakati Israeli wanalalamika kwa habari ya njaa, mtumishi wako Elisha akatangaza ya kwamba mpaka kesho majira kama haya, kipimo cha unga mzuri akitauzwa kwa namna ambayo watu hawakutarajia. Wewe unaweza kufanya njia, unaweza kuleta utele katikati ya ukame, uliyefanya nuru kwenye giza, ukaijaza dunia iliyokuwa ukiwa, iliyokuwa utupu. Ajaza tena maisha yetu, ajaza tena maisha yetu. Uliyejaza kapu la unga la yule mama wakati wa ukame na njaa, Baba, afanya na kwa watoto wako, wasipungukiwe mahitaji yao, wasipungukiwe mahitaji yao. Waangalie wale wanaosomesha watoto, Baba, wafanyie wepesi, Baba, wafanyie wepesi, Baba, wafanyie wepesi. Haya karama satayanda raka yakataya baba yakapaya bakataya rekaba yataraba sana. Nifanyie njia, nifanyie njia katika anga hili la Tanzania, nifanyie njia, nipenye kama mshale wa Bwana uliosuguliwa sana. Nifanyie njia kwa jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu, sema katika jina la Yesu. Bwana Yesu, nifanyie njia kila mahali ambapo inahitaji njia, nifanyie njia kiuchumi, nifanyie njia kwenye afya, nifanyie njia, nipe wepesi Bwana, katika jina la Yesu. Nionyeshe pa kupita wakati ambapo mazingira yananiambia hakuna njia. Baba, nionyeshe njia wakati ambapo majira yananiambia haiwezekani, nionyeshe kuwezekana. Wakati ambapo watu wanasema haitakuwa, nionyeshe Bwana jinsi unakavyofanya katika jina la Yesu. Kama ambavyo ulimfundisha Musa njia zako katikati ya ukame, mbele ya bahari, ukamwonyesha njia ya namna ya kupita. Baba, nionyeshe na mimi, Baba, nionyeshe na mimi katika kila majira. Nipe kujua cha kufanya kwa jina la Yesu. Nipe kujua cha kuongea kwa jina la Yesu. Nipe kujua cha kufanya kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu. Shangilia Yesu kwa makofi mengi. Nikuombe sasa uje uketi, uje uketi tafadhali, usikae nyuma. Nikuombe uje uketi. Mungu awabariki watu wa Waters of Life. Usikae nyuma tafadhali, jitahidi usogee mbele. Leo nataka tujifunze. Leo tutakuwa tunashughulika na maneno juu ya maeneo. Tutakuwa tunashughulika na maneno mabaya juu ya maeneo. Aidha, kusema maeneo, naongelea maeneo ya kimwili kabisa, kama unavyoona Kinzudi, unavyoona Goba, unavyoona Salasala, unavyoona Ubungo, Kinondoni, Dar es Salaam, kama unavyoona Tanzania. Nataka tushughulike na maneno mabaya yaliyotamkwa juu ya maeneo. Jumanne kwa neema ya Mungu tuliendelea kujifunza hapa, na ulisikia mtumishi wa Mungu alikuwa anatufundisha na akasema kwa nini maneno yako yana nguvu. Akakwambia cha kwanza ni kwa sababu wewe umezaliwa na Mungu. Maana kama Mungu akisema, kinywa chake akisema, huwa inakuwa, kwa sababu umezaliwa na Mungu, na wewe pia ukisema inakuwa. Tena umezaliwa kwa mbegu isiyoharibika. Alikuwa anaelezea siku ile
Akasema umezaliwa kwa mbegu isiyoharibika, na hiyo mbegu inaitwa neno la Mungu. Maana yake unachokiongea ni mbegu, inatokana na ile mbegu isiyoharibika ile kuzaa. Unachoongea ni mbegu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kabla sasa sijaenda uko mbali kwenye kushughulika na maneno juu ya maeneo, na mwisho kule tutaomba, nataka uandike haya mambo machache. Cha kwanza, maneno yanashughulikiwa kwa maneno. Yaani maneno yanashughulikiwa kwa maneno. Kwa kusema hivi, maana yake ni kwamba maneno mabaya yanayotamkwa kinyume chako, ili kuyazuia, ili kuyafuta, lazima na wewe utamke maneno. Maneno tunashughulika nayo kwa njia ya maneno. Usije ukasema mtu anakutamkia vibaya alafu ukatikisa tu kichwa hivi, kamba haitakuwa kwa kutikisa tu kichwa. Maneno yanashughulikiwa kwa maneno. Isaya 54 ule mstari wa 17. Isaya 54 ule mstari wa 17. Ama Anita, haujaenda tena? Njoo nikuwekee mkono. Njoo nikuwekee mkono. Isaya 54 mstari wa 17. Yaani inakuwekea mkono kaanze. Jamani, nasemaje? Akajifungue asijifungue? Baba, kwa mamlaka ya jina la Yesu, tunampokea shujaa huyu kwa nguvu za Roho Mtakatifu na kila kizuizi. Tena tumemwomba Bwana atufanyie njia iliyonyooka, njia zianze kufunguka, na huyu ndugu azaliwe kwa haraka kwa jina la Yesu. Wewe utakuwa salama na yeye atakuwa salama. Tumeamrisha njia zifunguke katika jina la Yesu. Njia zifunguke katika jina la Yesu. Njia zifunguke katika jina la Yesu. Kanisa zima piga kelele, sema amen. Na imekuwa. Yaani ukiweza wewe kaa kidogo hapo ukajiandae uende kabisa hospitali. Isaya 54 ule mstari wa 17. Naomba tusome hapo kama imewekwa tayari. Some hapo, anasemaje? 1 2 3. Naomba tusome kwa sauti kanisa. 1 2 twende. Hii sio sauti ya watu ambao wamekuja nyumbani kwa Bwana, au sauti zimeisha kwenye maombi. Sema haya, tusome sasa. Okay, kumbe haipo. Kila silaha itakayofanyika juu yako. Silaha huwa zinafanyweje juu yako? Umeona hapo kuna silaha adui anazitengeneza, anazifanyia juu yako. Anasema juu yako maana yake ni kinyume chako, in fact kinyume chako. So anasema kila silaha itakayofanyika kinyume chako haitafanikiwa. Na hapa hizi silaha alizokuwa anaongelea, alikuwa anaongelea physical weapons, silaha zile za kimwili za kushikika, whether wewe ni upanga. Na nataka nikwambie, usipoliamini neno la Mungu, mtu wa Mungu, utakuwa unaishi kwa kuteseka na kuhangaika sana. Anaposema silaha ni silaha, panga ni silaha sio silaha, rungu ni silaha sio silaha, bomu ni silaha sio silaha, bunduki ni silaha sio silaha, mshale ni silaha sio silaha. So anaposema kila silaha, maana yake ni kila silaha. Hajasema silaha za panga au zilizotengenezwa na chuma. Haja classify silaha, ameongelea kila silaha itakayofanyika kinyume chako. Mungu amesemaje? Haitafanikiwa. Je, Mungu ni muongo? Niambie sasa, Mungu ni muongo? Wakikuwekea sumu, je, sumu itafanikiwa? Alafu kuna ushahidi kwenye maandiko kwamba hata ukikuwekea sumu, Biblia imeshasema tayari utakula vitu vya kufisha, havitafanyeje? As long as wewe haujui. Kwa sababu pia wakati mwingine Mungu anakupa akili ili usitumie akili. As long as wewe haujui kuhusiana na hiyo sumu. Lakini pia wakati mwingine hata kama unajua. Nilikuwa nasikia ushuhuda wa mtumishi mmoja wa Mungu, sasa hivi amekufa. Alikufa mwaka huu kama sio mwaka jana mwishoni. Anaitwa Dr. Uma Upai. Dr. Uma Upai, wakati fulani watu waliwahi kumwalika, wakamwalika kwenye mkutano, wakamwambia wameandaa mkutano mkubwa. Nadhani Dr. Uma Upai alikuwa ni mtumishi wa Mungu kule Nigeria. Ni mojawapo ya mababa wa kiroho ambao wametembea kwenye nguvu za Mungu zisizokuwa za kawaida. Na yule mtu ni mojawapo ya watu ambao Mungu aliwapa neema kwenye ile mifungo isiyokuwa ya kawaida. So alikuwa ni mtu anayetembea na raw power. Sema raw power.
Raw power ni ile nguvu ya Mungu ile iliyo waziwazi. Yule mzee anaweza akaja hapa akasema sasa naruhusu nguvu za Mungu ziwafanye mlale. Mkalala hapa bila kuamini. Sio utani. Yaani unalala ile usingizi kabisa, yani ile usingizi wa mangamngamu, hata ukitikiswa mguu utikisiki. Usikii, uamki. So wale watu wakajipanga kwa sababu walikuwa wanajua mzee alikuwa na hela. So wakajipanga wakamwalika kwenye mkutano. Yule mzee akujua kama wale watu ni wauni. So akaona posta, akaona hoteli waliomwandalia na nini. Akasafiri kwa usafiri mpaka akafika kule kwenye ile nchi, nadhani ilikuwa ni kwa ndege. Alipofika kule wale watu wakampokea, wakampeleka kwenye hoteli. Wamemfikisha tu kwenye hoteli. Wakaingia na watu wengine nyuma yake wakiwa na bunduki zao, wakamshika bunduki akiwa na mke wake. Wakamwambia, tunataka kila hela iliyo kwenye akaunti yako sasa hivi uitoe uingize kwenye akaunti yetu. Kwa tafsiri nyingine kwamba ufuadi hela zote ulizonazo uzifuadi kwenye akaunti yetu, tunakutajia hapa. Yule mzee akasema, mimi nimekuja kuhubiri injili, sijaja kutuma hela. Niliambiwa kuna mkutano wa injili na nimekuja kuhubiri injili. Akamwambia, wewe mzee, hamna injili unahubiri hapa. Sisi tumekuita hapa, tunajua una hela na hela utatoa. Kati ya mataifa ambayo kuna uovu mwingi hasa ni kule Nigeria. Nigeria kule usipokuwa na Mungu serious, either wachawi wakuue au wahuni wakuue. Unajua hapa kidogo una neema Wachawi wanaokujia wanakunyoa nywele, eti wanakunyoa nywele eti hapo wamekuadhibu wewe, wanaona wamekuadhibu wewe. So yule mzee akamshikia bunduki pale, akamwambia utoe hela. Mzee akasema, nimekuja kuhubiri injili, sijaja kutoa hela. Mke wake akaanza kusema, tuwape tu. Akasema, hamna, hatutoi hela yote hapa. So mke wake akawa anaogopa pale na nini, lakini jamaa akasema, sitoi hela yote hapa, nimekuja kuhubiri injili. Wala watu wakamwambia, mzee unajipenda? Akasema, najipenda. Basi baadaye walikuwa na sumu. Sumu ni mojawapo ya sumu ambayo ukinywa hauchukui muda mrefu unapotea baada ya muda. Yaani hauchukui muda mrefu, hapo ukiwa na kuangalia unaweza kushangaa hata mwili unaanza kubadilika rangi. Wakamwambia, mzee tutakunywesha hii sumu ukileta mchezo. Akasema, kama mtaninywesha sumu ninywesheni. Lakini swala la mimi kutoa hela, sijaja kutoa hela, nimekuja kuhubiri injili. Unajua wale watu walikuwa very serious. Wakamkamata mzee, wakamwambia, tunakunywesha sumu. Akasema, wala msiangaike kunywesha, nipeni nitakunywa mwenyewe. Wakafikiri mzee anatania. Mzee akachukua akabakia wameshangaa. Akasema, wao leo mtu anafia mbele yetu hapa hotelini. Dakika 5 mzee yuko, dakika 10 mzee yupo. Wakashangaa, katika wale walikuwa wameshikilia bunduki, wa kwanza anaanguka tu chini mwenyewe, wa pili anaanguka tu chini mwenyewe. Yaani wale ambao wamempa sumu wao ndo anaanguka. Watatu alibakia mmoja, akasema, mzee tunaomba tusamee. Mzee akasema, siwasamei. Nyinyi mnapaswa wote kuokoka na huu ushuhuda wenu tukautoe. Yaani hivi mkubali na ndio injili kaanzia hapo. Kwa hiyo wale watu wote wakaongozwa sala ya toba pale pale, wakaokoka pale pale. Unaona injili ilivyo rahisi. Na mzee watu hajafa mpaka leo. Wakati anasema ameshika ile nani, aliigeuza tu kuwa damu ya Yesu. So unajua Yesu alichukua divai, akasema kuanzia leo hii sio divai, ni nini? Ni damu yangu. Akasema kunyweni kwa kweli ni nini? Ni damu yangu. Wewe kumwambia Yesu sio damu yako, wewe ni mzao wa mzabibu. Yesu anatakuwa anakushangaa kwa sababu yeye akisema vitu vinafanyeje? Vinakuwa. Alichukua maji akawapelekea watu, akamwambia pelekeni mkuu wa meza, hii ni divai. Na mkuu wa meza alipokuja ikawa nini? Divai. So na wewe hata ikitokea hivyo, una uwezo wa kugeuza kwa kusema geuza. Yani hii inaigeuza, ilikuwa ni sumu imegeuka tayari. Sikwambii ukafanya majaribio sikwambii ukafanye. Yesu alisema wakiwapa vitu vya kufisha, hajasema ukanywe. Sikiliza vizuri, Marko 16 mstari wa 17 na 18 anasema, na ishara hizi zitafuatana na wale waaminio, kwa jina langu watatoa pepo, wataweka mikono juu ya wagonjwa na watapata afya. Anasema hata mkinywa, yani tukipewa vitu vya kufisha, tukanyweshwa vitu vya kufisha, havitatudhuru. Paulo ni miongoni mwa watu ambao wanathibitisha kwamba kila sala itakayofanyika kinyume nasi haitafanikiwa. Ukisoma Matendo ya Mitume sura 28 kuanzia mstari wa kwanza, Paulo aliingia kwenye kisiwa fulani, na kwenye hicho kisiwa kulikuwa kuna baridi kwenye ile mazingira. Na kwa sababu ya baridi, wenyeji wa ule mji walikuwa bila sema walikuwa ni watu wa karimu. Kwa hiyo wakamfanyia Paulo ukarimu, wakawasaidia kuwasha moto. So baada ya kuwashia moto, ikabidi Paulo akakusanye kuni
akakusanya mzigo wa kuni. Katika kusanya mzigo wa kuni bila kujua, bila kuona, akakuta kwenye kusanya mzigo wa kuni kuna nyoka amemkusanya kama kuni kule ndani. Sasa nyoka yule inaonekana alikuwa amepigwa na baridi mpaka anaelekea kuganda, kiasi kwamba Paulo hakugundua kwamba ni nyoka, akahisi ni kuni. So amebeba, akiwa anaelekea anakaribia kutupa kuni kwenye moto, anaweka mzigo wa kuni kwenye moto. Ameweka mzigo wa kuni kwenye moto, nyoka amepata joto kidogo, akawa revived, akarukia kwenye mkono wa Paulo. Bila anasema akiwa amejisokota pale kwenye mkono wa Paulo, alimng'ata. In fact, watu wa ule mji walikuwa wanafahamu aina ile ya nyoka, walikuwa wanatarajia, bila anasema wakawa wanamwangalia, wakatarajia kwamba baada ya muda mchache ataanguka afe. Lakini wakashangaa, hakuna muda unazidi kwenda, jamaa haanguki, jamaa hafi, ni nyoka tu yeye ndo anazidi kulewalewa na kufa. Kila silaha itakayofanyika kinyume chako haitafanikiwa katika jina la Yesu. Na nisikilize kwa makini, kwa sababu wakati lazima uwe very strategic, yani lazima uwe kimkakati, kwa sababu kuna waovu wengi katika siku za mwisho. Biblia imesema giza kuu litafunika watu, alafu kuna giza litaifunika dunia. Yani giza litaifunika dunia kama dunia, maana yake ni mazingira, lakini giza kuu litafunika nini? Watu. Giza maana yake ni uovu. So uovu utakuwa mwingi. Katika huo uovu mwingi unapenya kwa nuru inaitwa ufunuo wa neno. Na lazima uliamini neno kama lilivyo. Kila silaha itakayofanyika kinyume chako haitafanyeje? Sema kwa sauti, kila silaha itakayofanyika kinyume changu haitafanikiwa. Iwe imetengenezwa na ulimwengu wa roho au watu wa kiroho au watu wa kimwili, haitafanikiwa kwa jina la Yesu. Sasa hivi watu ni waovu. Mtu anaweza kujua tu umeokoka, hana hata shida na wewe, hajakumbana hata na wewe, amekuona tu. Siku moja nilikuwa nimetumwa na ofisi ambayo nilikuwa nafanya kazi baada ya kumaliza chuo. Nilifanya kazi kama mwaka mmoja na miezi 9. Nikaenda Simiyu. So nilikuwa kule Simiyu, nikawa jioni, wakati tumefanya ile kazi jioni, nikaenda kwenye mgawa fulani, nikawa nakula. Nikiwa nakula pale, yule mama aliyeniuzia chakula nikamwona, ndani yangu Roho Mtakatifu ananiambia usio mtu mzuri, iko chakula acha, sio mtu. Sasa nikasema nimeshalipia na hela niliopewa kuja nayo kwenye safari ni hela ya budget, niacheje? Nikakoma nayo nikapiga. Nimemaliza kula, nikiwa naondoka pale naelekea kwenye lodge ambayo nilikuwa nimepanga na nalala pale. Nikiwa njiani nikaanza kusikia hali ya tumbo yangu limeanza kubadilika. Then nikaanza kusikia tumbo linauma very serious. Nikafika kule hotelini nikashindwa kulala, ikabidi nilale chini. Nikiwa nalala pale chini naugulia maumivu. Baadaye nikasema hivi, kweli kama mama kamoja kachawi ameniuzia chakula na ameniloga. Yani imagine, yani ni muuza chakula na ni mlogaji at the same time. Nasema hii Simiyu kama ndo ananikaribisha kwa njia hii. Nikashughulika naye pale, nikashughulika naye, alafu baadaye nikasikia mwili wangu umekuwa vizuri. Nikasema narudi tena pale. Muda ulikuwa umeshaenda, lakini nikarudi pale nikakuta wamemaliza chakula bado pale. Nikanunua soda pale, nikachukua Pepsi ya baridi pale. Lengo langu ni kwamba anione nimerudi na ajaribu kuniloga next time, ili kesho yake asiamke. Huo usiku mzima mimi ningedili naye mpaka asubuhi. Sema kila silaha itakayofanyika kinyume changu haitafanikiwa. Usilete mchezo. Sasa hivi wachawi hawavai yale manguo mekundu na meusi. Wachawi wanavaa suti na nguo nzuri na tai. Sasa hivi wachawi wanavaa na tai. Siku moja nafanya maombi ya kuzunguka mji. Nilikuwa nafika kituo fulani pale, baada ya kufika njia panda Kizudi unakuja mbele kidogo. Kuna mahali fulani nilikuwa nikifika kama raundi ya kwanza, siku ya kwanza nimefika pale nikakutana na watu 4. Wale ndugu zetu wale, si mnaelewa So nikuta wako wana ile na nizao, alafu wako peku saa 8 usiku. Na mimi sasa ilikuwa ni usiku, saa 8 usiku. Hiyo ni siku ya kwanza. Nikakuta wako 4 wanatembea peku. Nikasema, anyway, nikataka kustuka, lakini nikasema kumbe huu mji tunautaka wengi. Sikuachukulia kwa uzito, nikaendelea. Nilikuwa nafanya kila mara moja au mara 2 kwa wiki. Nikashangaa mara ya pili nimerudi, alafu mimi nilikuwa natoka hapa saa 6 usiku. Ule muda nimekutana nao tena mahali pale wako 4 vile wanatembea peku. Nikagundua huu mji watu wanalogwa bila kujua wanalogwa. Na tusipokuwa makini utashangaa wewe uuzi, kumbe kuna wenzako saa 8 usiku hawajalala. Asubuhi wewe unaamka na mausingizi yako, hata kuomba utaki. Na maombi yako kiamka unasema nitaomba nikiwa kwenye daladala. Wenzako usiku wamesha uloga mji. Kama ni pepo la chuma ulete limesha sambazwa kila mahali. Unaingia kwenye biashara na hasara.
Wale watu mara ya 3 nilipokutana nao nikajua hii kitu ni very serious. Baadaye nikataka niwafuate nyuma yao, niwe mtu wa 5 pale kwenye kampani yao. Niwe naendelea, lakini mimi naendelea mantara mashandara karab. Sasa siku hiyo nimekutana mara ya 3 nilikuwa peke yangu. Zile mara za kwanza 2 nilikuwa nakuwa na mtu, nilikuwa nakuwa na Pastor Wilbert. Lakini ile mara ya 3 nilikuwa peke yangu. Nasema hii inaweza kawafuata wakanizuru kimwili. Ila hao watu hawa si watu wazuri. Si watu wazuri. Sasa usipokuwa makini sasa hivi utalogwa. Yaani wewe utakuja kukuta hata umepanda gari, kumbe kwa macho ya kiroho ni fisi umepanda. Wewe unahisi umepanda daladala bila kujua. Mwangalie jirani yako. Mwambie ukizubaa kwenye hii karne unatolewa msukule ukiwa kanisani. Watu hawana huruma. Ukizubaa kwenye hii karne unatolewa msukule ukiwa kanisani. Sawa, twende haraka. So turudi pale kwenye Isaya 54 mstari wa 17. Isaya 54 mstari wa 17. Anasema kila silaha itakayofanyika kinyume chako haitafanyeje? Fanikiwa. Alafu angalia kipengele kinachofuata, anasema na kila ulimi utakaoinuka. Soma hapo sasa. Anasema na kila ulimi utakaoinuka. Kwa hiyo kuna ndimi ambazo watu wanaziinua kinyume chetu. Anasema na kila ulimi utakaoinuka kinyume chako, wewe ndo utauhukumu. Kwenye swala la ulimi Mungu amekuachia. Ila kwenye swala la zile silaha nyingine Mungu ameshaweka statement ya mwisho. Sikiliza, Mungu hajawekea statement ya mwisho maneno watu wanaotamka mabaya kinyume chako. Ila silaha ambazo atainua Mungu ameshaziwekea mpaka. Ameshasema hazitafanyeje? Fanikiwa. Lakini kwenye swala la ulimi Mungu amesema wewe utauhukumu. Wewe utauhukumu, maana yake utasema. Kwa hiyo maneno yanafutwa na maneno, au maneno yanashughulikiwa na maneno. Usiposema itatokea kama walivyokutamkia. Lazima useme. Kwenye swala maneno lazima useme. Lazima useme. Hata Yesu alitamkiwa vibaya na Petro. Petro alimwambia hautakufa wewe Bwana, acha kukirikiri udhaifu. In fact alipokuwa anasema hatakufa, maana yake ni kwamba kwenye ulimwengu wa roho alichokuwa nakimaanisha ni kwamba hutazifia dhambi za watu. Lile kusudi la Mungu juu ya maisha yako halitatimia. Yesu alichukulia very serious. Akamchukua Petro akamsogeza pembeni akasema, Shetani, na kuamrisha rudi nyuma yangu. Maana yake alikataa kile ambacho alikuwa anatamkiwa. Na nilisema maneno unayashughulikia hapo hapo. Mtu amekutamkia hapo hapo, usilazie damu hapo hapo. Na kama unaona ni mtu ambaye huwezi kumjibu, mjibu ndani. Sema na kataa. Mimi sio huyu anayesema. Huyu ambaye wanamuongelea kwamba ni maskini, huyu ambaye wanamuongelea kwamba ni dhaifu, huyu ambaye wanamuongelea kwamba ni mwenye madeni, na kataa, sio mimi. So angalia andiko lingine, Yeremia 18 mstari wa 18. Yeremia 18 mstari wa 18. Ukiweza kupata hii screen itakuwa vizuri sana. Baraka sana. Yeremia 18 mstari wa 18. Angalia hao watu. Hii ilikuwa ni njama dhidi ya Yeremia. Anasema hapo ndipo waliposema, njooni na tufanye mashauri juu ya Yeremia, maana sheria haitampotea kwani, wala shauri halitampotea mwenye hekima. Anasema wala neno halitampotea nabii. Alafu angalia kipengele B, anasemaje? Njooni na tumpige kwa ndimi zetu, wala tusiangalie maneno yake yoyote. Kwa hiyo kuna watu waliamua kuinuka kinyume cha nabii wa Bwana. Isu kwamba ni nabii, hiyo sio shida, ila kuna watu bado watakupiga kwa ndimi zao. Anasema tumpige kwa ndimi zetu. Kwa hiyo kingine ni kwamba maneno ya watu ni mapigo kwenye ulimwengu wa roho. Maneno mabaya ni mapigo mabaya. Mtu akikunenena neno baya, maana yake ameachilia pigo baya juu ya maisha. Wanasema tumpige kwa ndimi zetu, na ni kikundi cha watu kimejikusanya. Hii ndio maana nataka nikushauri usio nakosa ibada, kwa sababu kwenye ibada moja ya kitu unakipata au faida unaipata ni matamko ya baraka juu yako, ambayo yatakusaidia kama ulinzi kinyume na yale matamko mabaya, ndimi mbaya ambazo zimeinuliwa kinyume chako. Watu leo anaweza kukuona, mtu leo anaweza kukuona hata hakufahamu, akakuona tu akaanza kukuchukia tu hapo hapo. Sema huyu jamaa naye mfupi. Mtu mmoja alikuwa ananiambia wakati ambao nimeanza kusimama na kuhubiri mtaani na wapi, akaniambia, alikuwa ananishauri, akaniambia unaposimama tu mbele za watu, alikuwa sasa ananipa kwa mujibu wa saikolojia yake na vitu ambavyo amesoma na mambo ambayo amefuatilia. Akaniambia unaposimama mbele za watu, kwa mfano ni watu 100, 15% ya wale watu ambao ni watu 15
watakupenda tu kabla hata hujaongea chochote. Alafu 15% watakuchukia tu kabla hujafanya chochote. Kuna mwingine anaweza kuchukia hata shati yako. Sasa jamaa, hii shati ya blue ndo kitu gani sasa? Yaani amekuchukia tu kwa sababu hapendi shati za blue. Kuna mwingine anaweza kuchukia tu kwa jinsi ulivyonyoa, akasema hawa wananyoa hivi, wauni. So ukisimama tu pale, kuna 15% watakupenda kabla ya kufanya chochote, na kuna 15% watakuchukia kabla hujafanya chochote. Yaani hao wako tayari. Yaani hata hapa ninavyoongea inawezekana kuna hao watu. Ashindwe. Alafu akasema 70% iliyobakia watakupenda au kukuchukia kulingana na kile ambacho utakifanya pale mbele. So pale mbele ukifanya vizuri utawavutia wengi kwenye asilimia ya kupenda. Lakini pale mbele ukifanya vibaya, mwingine utaongea utasema ana sauti naye inatisha. So kuna mwingine tu baada ya kufungua kinywa hata sauti yako ataona inamtisha, atakuchukia tu. Sasa katika hii kizazi mtu anaweza kukuchukia tu bila akaanza hata kukusemea tu mabaya. Huyu dada kwa jinsi alivyo mrefu ataolewa kweli? Hakufahamu hata. Ila ameanza tu kukusemea. Unaanza kunielewa sasa? Niambie sasa, unanielewa? So kusemewa vibaya, mtu anaweza kana kusemea vibaya hata hakujui. Huyu kaka kwa jinsi alivyo mweusi atapata mtu wa kumuoa kweli? Ameanza kusema. Na hiyo anavyosema ni pigo ameliachilia, usiolewe au usioe. Umeona watu walivyo sasa hivi? Sisi na watu. Yaani hata kanisani hii mpendo anaweza kaangalia mpendo wenzake, mbona amekaa kimadeni. Hii sura mbona ya mikopo hii? Huyu atakosa mkopo kweli kwa jinsi anavyoonekana hivi. Ndio anakusukumia roho ya madeni hivyo sasa. So watu wakajikusanya wakasema na tumpige Yeremia kwa ndimi zetu. Angalia vizuri hapo kwenye Yeremia 18:18 anasema njoni na tumpige kwa ndimi zetu, wala tusiangalie maneno yake yote. Maana hata akijitamkia vizuri sisi tutaendelea kumtamkia vibaya, hata akijitamkia vizuri sisi tutaendelea kumtamkia vibaya, hata akijitamkia vizuri sisi tutaendelea kumtamkia vibaya. Alafu mstari wa 19 Yeremia anamuita Mungu, anasema niangalie Bwana ukaisikilize sauti ya wanaoshindana nami. Alafu angalia mstari wa 20, je mabaya yalipo badala ya mema? Maana wameichimbia nafsi yangu shimo. Kwa njia gani? Kwa ndimi zao, kwa maneno yao wamesha kuchimbia shimo tayari. Tana kuangalia tu anasema wewe kaka kabila gani? Mimi Mkuria. Wakuria yenyewe hamna tajiri Mkuria. Yaani hapo amesha kulaani. Inawezekana ni kama kautani hivi, ila amesha kulaani tayari. Sema katika jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu. Kuanzia sasa kila ulimi ulioinuka kinyume changu kwa maneno yake, kwa jina la Yesu ninahukumu kwa neno la Bwana, ninahukumu kwa jina la Yesu. Na yale maneno mabaya yaliyoelekezwa kwenye afya yangu, kwenye uchumi wangu, kwenye ndoa yangu, kwenye maono yangu, na amrisha leo yawarudie wenyewe kwa jina la Yesu. Na amrisha leo hayo maneno mabaya yawapate wao na uzao wao, hayatakuwa fungu langu kwa jina la Yesu. Iwe yalitamkwa kwa kujua au kutokujua, na amrisha yawarudie wao kwa jina la Yesu. Wanaonilaani kwa maneno yao walaaniwe wao kwa jina la Yesu. Wanaonitamkia mabaya kwa maneno yao yawapate wao kwa jina la Yesu. Wanaonichimbia shimo nafsi yangu kwa maneno yao, watumbukie wao kwenye huo mtego, kwenye hilo shimo, kwenye hilo kaburi kwa jina la Yesu. Sasa mimi nilisema leo nataka nizungumze juu ya maneno juu ya maeneo. Nataka nisome maandiko kadhaa ambayo yatakuonyesha unahitaji, unapoingia mji wote na unataka kufanikiwa, cha kwanza kabisa cha muhimu cha kufanya, unahitaji kung'oa Yeremia sura ya 1 mstari wa 10. Unapoingia kwenye mji wowote, nikupe sasa, hii ni sayansi ya kiroho sasa. Hii ni sayansi ya kiroho. Unapoingia kwenye mji wowote, kuna mambo makubwa mawili ya kufanya.
Iwe ni nyumba umeingia ambao umeenda kupanga, ni frame umeingia mpya, ni mpya kwako, yani wewe ndo mtu ambaye umeanza kuitumia, au ni mtaa umehamia, au ni eneo lolote ambalo umeingia na unataka kwenye ile eneo uweze kukaa, uweze kufanikiwa kwenye ile eneo, uweze kufanya hicho unataka kufanya, iwe ni huduma, iwe ni biashara, iwe ni kazi, iwe ni chochote unachotaka kufanya. Yeremia sura ya kwanza ule mstari wa 10, kuna mambo makubwa mawili ya muhimu ya kufanya. Yeremia sura ya kwanza ule mstari wa 10 anasema hivi. Mungu anamwambia Yeremia, anasema nimekuweka. Hebu tusome kwa sauti pale, Yeremia sura ya kwanza mstari wa 10. Anasema, angalia nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme. Anaposema juu ya mataifa, maana yake Mungu amemweka juu ya watu. Mataifa ni watu, maana yake Mungu amemweka juu ya watu. Na nataka ujue ya kwamba kama Mungu alivyokuwa amemweka Yeremia, ndivyo ambavyo Mungu amekuweka wewe. Sisi tumewekwa juu sana, kupita jina litajalo, kupita kila jina litajalo, kupita kila usultani, kupita kila falme, kupita kila mamlaka. So Mungu anamwambia Yeremia, nimekuweka juu ya mataifa, lakini pia anasema nimekuweka juu ya nini? Falme. Kazi kubwa ni mbili. Kwanza ni kazi ya kuharibu kila uovu ambao umefanyika kwenye ile eneo. Alafu cha pili ndio uweze kupanda na kufanya na kutamka kile ambacho unataka kiwe ndani ya huo mji. Anasema ili kung'oa, anasema ili kuharibu, anasema ili kuvunja, anasema ili kuangamiza. Alafu anasema baadaye ndio mtafanyeje? Ndio mtajenga na kupanda. Maana yake ni kwamba kwenye kila mji utakaoingia kuna vitu na kuna watu wa kung'oa. Mungu alipokuwa anamwambia nimekuweka juu ya mataifa, maana yake kuna watu lazima ushughulike nao kwenye kila mji unaoingia ili wewe uweze kufanikiwa. Lakini cha pili, kila mji unaoingia kuna falme. Anasema nimekuweka juu ya falme. Na falme hizi, kumbuka Mungu ni wa kiroho, alikuwa anaziongelea falme za kiroho. Kumbuka Biblia inasema kushindana kwetu sisi sio juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme, juu ya falme, juu ya mamlaka, juu ya mapepo mabaya, na juu ya kila nguvu za giza na wakuu wa giza katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo Mungu anapokupa mji wote, au Mungu anapokupeleka mahali popote, na leo ujue kuna vitu viwili vikubwa vya kushughulikia. Kuna falme za giza za kushughulika nazo, lakini pia kuna watu ambao ni mawakala, kwa sababu hakuna mahali ufalme wa giza utafanikiwa kama hakuna mawakala au watu wanaofanikisha huo ufalme. Ukiangalia kwenye maandiko, ufalme wa giza ulikuwa unazidi kufanikiwa hata kwenye majira ya kina Yusufu, kwa sababu kulikuwa kuna wachawi wanaitwa wachawi wa Farao. Hata wakati wa Musa kuna wachawi walikuwa wanaitwa wachawi wa Farao. Hata wakati wa Danieli kuna wachawi walikuwa wanaitwa wachawi wa mfalme na wasoma nyota wa mfalme. Hata wakati ambao kwenye Matendo sura ya 8 Filipo mtume anaingia kule Samaria, ufalme wa giza ulikuwa umefanikiwa Samaria kwa sababu ya ndugu mmoja ambaye alikuwa anaitwa Simoni mchawi ambaye alikuwepo kule Samaria. So kila mji utakaoingia, kama unataka kufanikiwa kwenye huo mji, kama unataka kufanikisha utumishi na wito ambao Mungu amekupa kwenye huo mji, lazima ujue namna ya kushughulika na nguvu za giza kwenye ile eneo, lakini pia lazima ujue namna ya kushughulika na watu ambao ni mawakala wa giza kwenye ile eneo. Yoshua sura ya 6 ule mstari wa kwanza na wa pili. Yoshua sura ya 6 ule mstari wa kwanza na wa pili. Mungu anamwambia Yoshua akiwa amesimama mbele ya mji wa Yeriko, anasema iangalie Yeriko hii Yeriko unaiona nimeitia katika mkono wako. Na sio tu eneo, Mungu anaambia na mfalme wake pamoja na mashujaa wake. Maana yake ni kwamba Mungu akikupa tu eneo, kama hajakupa na watawala kwenye ile eneo, hakuna kitu umefanya, au hakuna kitu kinatokea. Hakuna mahali ambapo hakuna mtu anayemiliki. Popote utakapoingia, ofisi yote utakayoingia, mtaa wote utakayoingia, nataka ujue kuna mtu mwenye nguvu anakuaga kwenye ile eneo. Kitabu cha Luka 11 mstari wa 21 na wa 22. Luka 11 mstari wa 21 na wa 22. Hakuna mji utakaoingia na huo mji ukose mtu mwenye nguvu. Haupo. Nataka tu ufanikiwe kirahisi rahisi. Kila mji utakaoingia. In fact hata Yesu alipoingia duniani, alipotaka kufanikisha huduma yake duniani, kwa sababu alikuwa amebeba wito wa dunia nzima. Sikiliza. Hata aina ya roho ambazo unapigana nazo vita zinaweza zikakufunulia ukuu ambao umeubeba. Yesu alikuja, lengo lake lilikuwa ni kuukomboa ulimwengu wote. Ni kweli sio kweli? Alivyofika tu, siku amepanga ndio leo naenda kuanza huduma, ndio siku ambayo aliingia kwenye mfungo. Na Biblia inasema mkuu wa ulimwengu ambaye ni shetani akamfuata. Mungu wa dunia akamfuata ambaye ni shetani.
na akaanza kunegotiate naye. Akamwambia, unaona hivi vitu vyote hivi nimepewa, ni vyangu. Shida haikuwa tu kwamba amemfuata amuonyeshe ampe. Shetani alikuwa anampeleka ili amuonyeshe kwamba katika kugusa kwako vitu, kuwa makini, sio kugusa vitu vyangu, sio kaniingilia kwenye territory yangu. Hivi unavyoviona hivi nimepewa. So hakuna mahali utafanikiwa kama hautashughulika na mwenye nguvu. Unajua mission kubwa ya Yesu hapa duniani ilikuwa ni ya kwanza ni kuwatoa watu kwenye dhambi. Lakini huwezi kuwatoa watu kwenye dhambi kama hautashughulika na huyo mwenye dhambi kwanza. So Yesu Biblia inasema kwenye waraka wa kwanza Yohana sura ya 3 mstari wa 8, anasema kwa kusudi mwana wa Mungu alizaliwa, ambaye ni Yesu, apate kuzivunja kazi za ibilisi pamoja na huyo ibilisi. Hakuna namna utachukua, hakuna namna, nisikilize tena, hakuna namna utafanikiwa kwenye huo mtaa ulioenda kufungua biashara. Hakuna namna utafanikiwa kwenye huo mtaa unaoishi. Hakuna namna utafanikiwa. Usije ukaloga na yale maandiko tu ya kwamba kila mahali ninapokanyaga nyayo za miguu yangu nimekupa kumiliki. Alo, Yoshua alipewa, ila angalia vita waliopigana. Vita nyingine ni hizo za Yeriko. Hizo Yeriko hizo ni vita wanapigana kwa sababu Mungu aliwaambia watakapokanyaga. Mungu akisema utakapokanyaga, kukanyaga maana yake ni kwamba umeshindana mpaka umepenyeza mguu wako hapo. Hujapenyeza mguu wako hapo, haujamiliki. Kwenye Luka ile anasema 11 mstari wa 21 na 22, anasema ukiuendea mji wote utakutana na mtu mwenye nguvu. Na huyo mtu mwenye nguvu utakutana amejifunga silaha zake. So unaingia kama mfanyabiashara kwenye mtaa fulani na unataka kufanikiwa, kuna mwenye nguvu kwenye huo mtaa ambaye anaweza kawa amejifunga silaha zake. Wewe unafanya biashara, okay, let's say, ngoja nimtolee mfano mtumishi wa Mungu pale nyuma anashughulika na shule. Unaingia kwenye huo mtaa, unakuta mwenye nguvu wa huo mtaa, yeye amejifunga, watoto wa huo mtaa hawatasoma. Yaani roho inasema huyo kwenye huo mtaa, roho ya kwenye huo mtaa inasema watoto wa mjuu hawatasoma. Alafu umeingiza wazo lako. Ni kweli kabisa tutalibarikiwa. Ni kweli kabisa tutatamka, lakini kama hatutashindana na huyo mkuu wa hilo eneo, tukamnyang'anya hao watoto ili ndio tuwaruhusu aje shuleni, hamna mafanikio. Hamna mafanikio. Na haya maombi akiomba Pastor Upendo, usio kafikiri kwa sababu yeye ameomba na wewe utafanikiwa. Hamna. Kila mtu lazima ujipiganie. Kila mtu lazima ujipiganie. Yaani huyu akiomba ni yeye atafanikiwa. Huyu akiomba ni yeye atafanikiwa. Huyu akiomba ni yeye atafanikiwa. Huyu naye pia akiomba ni yeye atafanyeje? Atafanikiwa. So hujaomba hamna kitu unapata. Kwa hiyo ukitegea maombi ya hivi, tunaomba maombi ya hivi unategea, ujue kabisa ni wewe unajitegea kwenye eneo la kumiliki. Ni wewe unajitegea kwenye eneo la kumiliki. Subiri nikuonyeshe andiko lingine watu wa Mungu. Subiri nikuonyeshe andiko lingine watu wa Mungu. Kumbukumbu la Torati sura ya 2. Ule mstari wa 24. Kumbukumbu la Torati sura ya 2. Ule mstari wa 24. Kabla hujashughulika na maneno yaliyotamkwa kwenye maeneo, nataka uwe na hiyo kitu kichwani ya kwamba kila mji utakaoingia kuna watu wanawakilisha shetani kwenye ile eneo. Shetani alikuwepo hapa kitambo. In fact Adamu wakati anaanguka, Adamu wakati anaanguka, in fact Adamu wakati analetwa duniani, shetani alikuwepo. Shetani alikuwepo. So Adamu amemkuta shetani. Biblia inasema sasa hivi, kule mwanzoni alikuwa anaitwa nyoka. Sasa hivi tunavyoongea anaitwa nyoka wa zamani. Biblia inasema the old dragon. Tena anaitwa dragon. Lugha za vijana sasa hivi mwaga moto ndio shetani wewe sasa. The old dragon, joka wa zamani. Sasa wewe acha ujanja, hakuna shortcut utataka kuitafuta kuipita ambayo shetani haijui. Huwezi ukapenya tu kirahisi. Kila mahali alishamiliki. Ni nyoka wa zamani, amekuepo kinzuri kabla hujahamia kinzuri. Huo mtaa ambao umehamia unataka ufanikiwe kirahisi, yeye alishakuepo kabla hujahamia kwenye mtaa. Hilo andiko ambalo utatumia bila kushindana naye, analijua, alimwendea Yesu akiwa na maandiko. Yawezekana hata kule shetani alipo hii Biblia MTC anayo. Wakati hao waliotumiwa na Mungu kuandika wanaandika, alikuwepo shetani. Wakati Isaya anatumia kuandika alikuwepo. Sasa wewe unasoma story, yeye anayafahamu matukio in reality. So hahitaji hata kusoma hapa ili ajue nini kilitokea.
yake anahitaji tu kukumbuka, akae chini na memory yake akumbuke kama yule wakati wa Daudi nilimwangushaga hivi. Nilimpaga wazo Daudi akawahesabu watu na Mungu akamtandika. Wewe mpaka usome na hujui hata hiyo habari iko kwenye kitabu gani. Iko Agano Jipya, iko Agano la Kale, unaanza kuhangaika. Yeye alikuwepo. Shetani alikuwepo wakati Yesu wako unayemsema Shetani alimfuata akamjaribu. Alikuwepo. Na sasa hivi pia yupo, hajaondoka. Lazima tushindane naye. Kumbukumbu la Torati 2:24. Njoo tusome hapo kwa pamoja. Kama umefungua Biblia yako, naomba tusome wote kwa sauti. Kumbukumbu la Torati 2:24. 1, 2, 3 anasemaje? Ondokeni mshike safari yenu, mvuke bonde la Arnoni. Tazama, nimemtia Sihoni Mwamori mfalme wa Heshboni mkononi mwako. Alafu na nini? Na nchi yake. Kwa hiyo ni mpaka upewe wenye nguvu. Yaani Mungu asipokupa nguvu juu ya mwenye nguvu wa eneo na akakupa na eneo rohoni kwanza, hautaka umiliki mwilini. In fact tunamiliki maeneo kutokea rohoni. Na huu umiliki unaweza ukaenda mahali watu wa Mungu ukauziwa kiwanja na mtu, kiwanja kikawa kina jina lako ila wewe sio mmiliki hapo. Ukalipia kodi mahali, umelipia kodi, inaonekana wewe ndio unaishi hapo kwa muda ila wewe sio mmiliki kwenye ile eneo. Hata kama kwa muda huo una uhalali kwa sababu umelipia kodi, ni mpaka umemiliki rohoni. Waliomiliki rohoni ndio wanaomiliki mwilini. Ni vizuri kaandika. It is until you have possessed it in the realm of the spirit ndio utaweza kukimiliki hicho kitu mwilini. Ni waliomiliki kwanza rohoni ndio watakao miliki mwilini. Unaona Yesu akuhangaika wakati shetani anamuonyesha akuhangaika. Aligundua wewe kazi ni moja tu, nitavichukua hivi vyote siku ambayo nikikudefeat rohoni. Anasema nimemtia Sihoni Mwamori mfalme wa Heshboni mkononi mwako na nchi yake. Anasemaje? Kwa sababu sasa nimemtia mikononi mwako. Anasemaje? Naomba tusome kwa sauti kama una Biblia. Anzeni kumiliki. Amesemaje kanisa? Kanisa amesemaje? Anzeni kumiliki. Malizia hapo kipengele kinachofuata. Anzeni kumiliki. Unaanzaje kumiliki? Unaanzaje kumiliki? Ushindane naye katika mapigano. Kwa Kiingereza anasema and contend with him in the battle. Maana yake Mungu akikwambia amekupa kuna yale maombi tunaombaga, yale tunasikia wana uhamisho walikuwa wanaomba, give me Tanzania or I die. Mungu ameshakupa. Ila hii ukipewa na Mungu lazima uipambanie kwanza rohoni. Ushindane na mkuu wa hilo eneo, alafu cha pili ndio ulimiliki hilo eneo kwenye Mungu wa roho, alafu cha tatu ndio utaanza kuona kwenye Mungu wa mwili unaweza kumiliki. Kuna wengine rohoni kama hutashindana vizuri hautaka umiliki kiwanja chenye jina lako. Nakwambia vizuri. Yaani kuna wengine rohoni na tusangata kile ulichonacho utauza. Kwa sababu shetani atakubananisha mahali utauza. Hautaka umiliki nyumba yenye jina lako kama hutashindana vizuri rohoni. Leo nataka ushindane kwa jina la Yesu. Nasema tena leo nataka tushindane kwa jina la Yesu. Mungu anasema nimekupa mfalme wake. Angalia tena, nilikusomea pale kwenye Yoshua, nataka nirudi tena pale. Contend with him in the battle. Ni lazima ushindane. Bila kushindana hakuna kumiliki. Bila kushindana hakuna kumiliki. Yakobo anashindana hadi na malaika. Angalia watu walivyo na usongo wa kumiliki. Sio hadi na achana na nguvu za giza. Yakobo alikuwa anashindana hadi na Mungu. Yakobo alishindana na kaka yake tumboni, zilipigwa hizo mpaka kaka yake akatoka mwekundu. Watu wana usongo wa kumiliki, anataka atoke wa kwanza. Ilivyoshindikana Yakobo akasema isiwe kesi. Baadaye akacheza namna zake akachukua. Hapo Yakobo anaweza kuona ni mtoto wa mama, sio mtoto wa mama. Yakobo alikuwa anakaa na mama yake kwa sababu mama yake alikuwa anampa siri. Ila Yakobo hakuwa mtoto wa mama. Yakobo alikuwa anazikunja. Alizikunja hadi na malaika. Wewe utasema nini wewe? Unataka kudeka tu eti I am the last born of God. The last born of God. You will die. Yaani utakufa kama mbu. The last born of God. You die like a chicken.
last bones of God. Hey, hello. Hello. Ufalme amna last born. Umeokoka tangu 2020. Kuna wengine washaokoka mpaka jana, kuna wengine wameokoka. Wewe unastahili kuwa last born wakati kuna umeokoka 2020 kule. Hata kama uliokoka wiki iliyopita, wewe sio last born bado. Kuna watu wameokoka sasa hivi tunavyoongea. Simoni wa Mungu, kauli tu za kukimbia wajibu, utaki kuomba, unataka kudeka. Content. Ukiwa mzaliwa wa kwanza ndio unamiliki double portion. Na mzaliwa wa kwanza ni kupambana, ni kupigana, ni vita. Unataka jina kubwa, lazima ulipiganie kwenye ulimwengu wa roho. Yakobo alipigania jina kubwa, jina kubwa. Unasikia wewe Israeli, hiyo Israeli, hilo jina kubwa. Yakobo alilipigania kwenye ulimwengu wa roho. So hamna kitu kikubwa kinakuja hizi. You must fight for it. Yoshua sura ya 6 mstari wa kwanza na pili anasema, basi Yeriko ulikuwa umefungwa kabisa kwa sababu ya wana wa Israeli. Hapana mtu aliyetoka wala hapana mtu aliyeingia. Angalia mstari wa pili. Anasema Bwana akamwambia Yoshua, tazama nimeutia Yeriko katika mkono wako na mfalme wake na mashujaa wake. Mungu alitia Yeriko kwanza, mji kama mji, lakini cha pili akamtia mfalme wake mwenye nguvu juu ya ile eneo na wasaidizi wake ambao ni mashujaa kwenye ile eneo. So leo tukiwa tunaomba kamata, yani ni tunapita mtaa kwa mtaa. Wewe mwenye nguvu kwenye kata ya Goba, tunakukamata kwenye ulimwengu wa roho, tunakushusha mpaka chini, pande za chini, tunakutia katika vifungo vya giza na tunatangaza tunaimiliki Goba katika jina la Yesu. Wewe mwenye nguvu juu ya Dar es Salaam, unayezuia biashara, unayezuia ndoa, unayezuia uchumi, tunakukamata katika jina la Yesu. Tunaamrisha kuanzia sasa, shuka chini, poromoka, anguka na uachie nafasi yako. Tunakipindua kiti chako kwenye anga la Dar es Salaam. Tunaamrisha waachie vijana, waachie vijana, waachie vijana, waachie kina baba, waachie kina mama kwa mamlaka ya jina la Yesu. Waachie watoto wa Dar es Salaam, achia. Kwenye kuomba huko sasa ndo tunaichukua. Ukiona mtu anaomba hivyo, ujue ndo mtu anauchukua mji. Baada ya muda utashangaa yeye anapeta, anaenda kwa wepesi, kwa sababu ameshashindana nao na ameshinda. Ameshashindana nao na ameshinda. Sasa mimi ni kuonyesha maneno juu ya mji yanaweza kufanya kazi, kwa sababu kitu kingine pia lazima ushughulike nacho wakati unashughulika na mwenye nguvu juu ya mji, wakati pia unashughulika na eneo. Sasa wakati unashughulika na mwenye nguvu unashindana naye kwa vita, lakini wakati unashughulika na eneo, moja hapo ya kitu unashughulika nacho kwenye eneo ni maneno mabaya yaliyotamkwa kwenye hilo eneo. Angalia kitabu cha Yoshua sura hiyo ya 6 ule mstari wa 26. Na hapa nataka kila mmoja, watu wa Mungu, kila mmoja uliyeko hapa, nataka ufungue ile andiko tusome wote kwa pamoja. Yoshua sura ya 6 ule mstari wa 26. Yoshua sura ya 6. Nani amefika hapo? Yoshua sura ya 6 ule mstari wa 26. Yoshua sura ya 6 ule mstari wa 26. Anasemaje wale ambao mmefika? 1, 2, 3 twende. Hebu tuseme kwa sauti. Akasema Yoshua akawaapisha watu wa Israeli, watu wa Yeriko. Biblia inasema akawaapisha kiapo, akasema akasema na alaaniwe mbele za Bwana, anasema mtu yule atakayeinuka na kuujenga mji huu, na kuujenga tena mji huu wa Yeriko. Angalia anasemaje? Ataweka msingi wake kwa kufiliwa na mzaliwa wa kwanza wake. So kwanza ili zuio lilikuwa linazuia mtu asingeinuka mtu kuweza kuijenga Yeriko kama ana mtoto. That's number 1. Na sio tu kama ana mtoto, yani angalau uwe na watoto wawili, uwe na mmoja ambaye ni wa kwanza na uwe na wa pili ambaye ni wa mwisho, ili uweze kujenga umalize. So ulikuwa yani kwa hili tamko ni kwamba kijana yote aliye single atakayekuwa anajitafuta kwenye huu mji ili ajenge hawezi kufanikiwa. Ndio maana yake. Na vile hutaki kuoa sasa tunasogeza kalenda, yani unatupiga chenga tarehe hatuelewi, unatupiga chenga. Tusipokuchomoa leo hauchomoki. Sikiliza watu wa Mungu. Anasema huyu ni Yoshua anatamka, anasema na
akawaapisha kwa kiapo wakati ule, akasema na alaaniwe mbele za Bwana mtu yule atakayeinuka na kuujenga tena mji huu wa Yeriko, ataweka msingi wake kwa kufiliwa na mzaliwa wa kwanza. Kwa hiyo kuna mji unaingia ili uweze kujenga, yani angalau uwe na ndoa. Hili shatamko hivyo, na matamko ya watu wote ambao wana mamlaka rohoni, iwe ni upande wa Mungu au upande wa Shetani. Yeyote mwenye mamlaka rohoni akitamka tamko lake ni sheria rohoni. Ni mpaka ameinuka mtu mwingine mwenye nguvu kuliko yeye. Kanuni inasema ni mpaka aje mwenye nguvu kuliko yeye ndio atamfunga yule mtu na kuteka zile nyara zake. Maana yake ni mpaka uje mwenye nguvu kuliko huyo utamke kitu kingine tofauti na hicho. Otherwise hakuna kitu unaweza kufanya. So hapa anasema atakayejenga Yeriko ataanza kuweka msingi kwa kufiliwa na mzaliwa wake wa kwanza. So ondoa kufiliwa na mzaliwa wa kwanza, weka kwamba akianza tu biashara magonjwa yamfuate yasiyoisha. Weka tu hivyo kwamba achana na kufiliwa, kwa sababu msiba ni kitu kikubwa. Achana tu na kufiliwa, asema akianza tu kuweka msingi wa hiyo biashara magonjwa yasiyoisha yamwandame. So unashangaa wiki hii ilikuwa ni homa, wiki iliyofuata umeambiwa ni UTI, umetoka UTI imeingia ni amoeba, umekaa siku 2-3 umepumzika, unaambiwa yeye tena hii ni miguu ya kuwaka moto, baadaye unaambiwa kuna baridi kwenye mifupa, baadaye unakaa tena unatulia, umekula dawa, umekaa vizuri, vidonda vya tumbo vinakuanza. Ni magonjwa baada ya magonjwa, ni magonjwa baada ya magonjwa. Kwa hiyo inawezekana eneo limetamkiwa tayari. Kuna watu wenye mamlaka walishatamka wakasema yoyote atakayetaka kuinuka kwenye mji huu afanye biashara, akitaka kuvuka mtaji wa milioni 2, kama hajatuona wazee wa mji, huyo mtu magonjwa ya muandame, hasara zimuandame, madeni ya muandame. Jana nilikuwa nasikiliza kitu kimoja, nikaona kuna eneo moja ya serikali walinyang'anya watu. Sasa kule Dodoma, baada ya kunyang'anya watu kule Dodoma, serikali wakaenda wakapanda miti. Kuna miti ambayo rais ameotesha pale, kuna miti ambayo waziri mkuu sijui aliotesha pale wakati huo Majaliwa, sijui wakati huo sasa ni Majaliwa sijui ni nani sasa, na kuna miti ambayo mkuu wa mkoa aliotesha. Hilo eneo naambiwa mpaka sasa hivi, yule mzee alikuwa anaongea naye jana, hamna mti umeota. Yaani wamefanya inayoota ni ile amiba, hamna kitu kinaota. Kuna wenye mji na pale mzee alichokuwa anadai ni kwamba anataka apewe eneo na sasa kwa sababu hawana namna wamesha, yani mpaka hiyo jana, hiyo siku za karibuni nadhani wameenda kukagua hiyo miti tena, kuangalia miti imesinyaa vile vile kama ambavyo ililetwa, iko vile vile, haikui wala hamna kinachokuwa kwenye ile eneo. Watu walinyang'anywa eneo lao. Sasa serikali walichukua eneo kimwili, ila kiroho hawakuchukua, na hapo ndipo shida ilipo. Ndio maana hakuna atakachofanya cha maendeleo kwenye ile eneo kikaendelea, hamna. Ni mpaka umechukua rohoni ndio mafanikio utafanya mwilini yatatokea. So mzee ile yuko pale, alikuwa pale anasema mimi nimesoma, nimemwomba tu Mungu wangu, nimesoma zangu tu dua, kwa sababu ndani nina uchungu, amenibomolea nyumba yangu na kitu gani na kitu gani. Kwa hiyo mzee anasema amemwomba Mwenyezi Mungu. Sema Mwenyezi Mungu. Na sasa serikali yetu hii haiamini uchawi na mambo ya Mungu pia. Tumeambia tuache kuchanganya sasa hivi, tuache kuchanganya siasa na dini. Kwa hiyo hapo wangetafuta mtu wote wa kiroho aende awasaidie kwenye hilo jambo. Ngoja niwape kisa kingine. Pale kwa mzee Kakobe pale, wakati fulani kulitokeaga jambo. Kwanza kuna makaburi fulani ya watu pale walikuwa hapo. Nadhani wale watu walikuwa ni watu wa Iringa. So makaburi ya wazee, baadhi ya wazee wao yalikuwa maeneo yale kwenye hiyo barabara, na wale TANESCO walikuwa wanapitisha manyaya yao ya umeme. Nikasikia kwamba walipotaka kupitisha kwenye ile makaburi, kubomoa pale wapitishe yao manani yao na barabara, wapitishe barabara, mambo yaligoma, umeme haupiti. Wakapitisha pale mlangoni kwa mzee Kakobe. Mzee Kakobe akasema tunamuomba Mungu. Kwanza wakaongea na serikali hawataki, wanasema tunapitisha nyaya, na zile nyaya ni hatari, zinapitisha ule umeme mkubwa. Unaambiwa mpaka leo TANESCO hawaelewi. Nadhani hiki kisa kinaendelea mpaka sasa, kwamba upande huu kipimo umeme ambao umeme unajia, umeme uko juu, ila upande huu kuvuka lile eneo la kanisa sasa uje upimie upande huu, umeme umepungua. Kwa hiyo umepungulia hapa. Sema nguvu za Mungu. Sema nguvu za Mungu. Kwa hiyo usicheze na watu wenye mamlaka rohoni, wanaweza wakaathiri chochote cha mwilini, hata umeme ambao uonekani kwa macho hii wanaweza wakaathiri.
Nilikuwa nasikia kwenye miongoni mwa watu ambao walikuwa wanauamsho kwenye vizazi vilivyopita. Kuna ndugu mmoja alikuwa anaomba mpaka nguvu za umeme kwenye ile nozi zinapungua. Yaani maombi yake yanaweza kuathiri hata mita hata 100 kutokea pale alipokuzunguka. Wewe inabidi hata serikali waambie akitaka kuomba wamtengenezee hata nyumba huko msituni, akakae huko msituni. Aombe huko. Sasa wewe unaomba na bado usiku anakunyonga. Hivi viwango tutoke kwa jina. Mimi nakasirika sana, inawezekana wachawi wakawa na wachawi wananisumbua washirika eti unalala usiku wanakukimbiza. Mimi wachawi nawachukia watu, nawachukia sana. Nawachukia mno kwa sababu waliwahi kunipiga matukio kama mawili. Mazito kabisa. Kwa hiyo kuanzia hapo nilipogundua dawa ni Yesu, nawachukia. Yaani wachawi wajue tu, popote wafuadieni tu hata hiyo video, ambieni nawachukia popote walipo. So hapa anasema nilikuwa nakuelezea hapo nikuonyeshe kwamba ukimiliki mwilini, hujamiliki rohoni. Utaonekana wewe ndio mwenye eneo, ila hilo eneo sio la kwako. Ni la kwako mpaka umelichukua rohoni. Na ukishachukua rohoni, mwilini ni swala la muda utachukua. Ukishachukua rohoni, mwilini ni swala la muda utachukua. Angalia hapa anasema ataweka msingi wake kwa kufiliwa na mzaliwa wake wa kwanza. Kuna mwingine anasema mimi pastor, mbona sielewi? Tangu nilipoanza tu hii biashara mbona ndo kama matatizo yameanza kuwa mengi? Ni ulianza wakati hujamiliki eneo. Ulianza wakati ngoja nikueleze. Mwanzo sura ya 1 mstari wa 2. Mungu alirudi kwenye dunia, akakuta dunia kwanza ni ukiwa, pili ni utupu, tatu kuna nini? Kuna giza, maana yake shetani ametanda. Unajua Mungu ilibidi afanyeje? Amtangulize kwanza Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu atake over kwanza. Yasema Roho Mungu akaja akatanda. Na Roho alipotanda ndio Mungu aliweza kufanya vitu vyake. Kama Roho hakutanda, Mungu asingefanya chochote. Ni mpaka umetake over rohoni kwanza ndio unaweza kuendelea na shughuli zako za kimwili. Mungu akuendelea na shughuli zake za kimwili mpaka ametake over rohoni kwanza kwa kumtuma Roho Mtakatifu. Take over. Leo tunavyoomba, yani take over, tanda kwenye ulimwengu wa roho. Hilo anga la eneo ambalo wamesema iwezekani, tanda hapo. Mahali ambapo umenunua kiwanja unataka kujenga, tanda hapo kwa maombi haya kwa jina la Yesu. Alafu anasema tena atayasimamisha malango yake kwa kufiliwa na mtoto wake mwanamume aliye mdogo. Sio hata mtoto wake wa mwisho, atafiliwa na mtoto wake mwanaume. So huu ni ujenzi ambao kila akitaka kupiga hatua fulani kwenye ujenzi, kwa sababu hajamiliki rohoni, msiba unatokea. Pastor, mimi bwana tangu nipate kazi ndio kama magonjwa yananiandama. Umepata kazi ila rohoni hujamiliki. Mimi bwana tangu pastor nimeanza ili waso ndio kama vile madeni yameanza kuniandama. Ulipata mwilini ila rohoni hujachukua. Muda wote unapoona unaanza kitu cha baraka alafu kuna mabaya ndio yanaanza kutokea kwa mfululizo au yanaanza kutokea kwa kujirudia rudia. Ujue huo wakati unatakiwa kudili na kuna nguvu ya kiroho. Umejaribu kuingilia eneo lake ambao unahitaji kushughulika naye ili uweze kuchukua eneo. Sasa angalia Yoshua alivyotamka haya maneno. Twende kwenye kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 16 mstari wa 34. Wafalme wa kwanza sura ya 16 mstari wa 34. Wafalme wa kwanza sura ya 16 ule mstari wa 34. Wafalme wa kwanza sura ya 16 mstari wa 34. Naomba tusome kwa sauti watu wa Mungu. Anasemaje? 1 2 3. Anasemaje? Tusome kwa sauti. Katika siku zake, anasema katika siku zake Hieli Mbetheli akajenga Yeriko. Tena ukisikia Mbetheli unahisi ni mtu wa Bwana. Hieli Mbetheli akajenga Yeriko, akatia misingi yake kwa kufiwa na Abiram mzaliwa wake wa kwanza, hata sio wa pili, vile vile kama Yoshua alivyotamka. Anasema akatia misingi yake kwa kufiwa na Abiram mzaliwa wake wa kwanza. So hebu jaribu kuwaza, alipoanza kujenga akafiwa,
ili mtu afye lazima kuna vitu vitokee, si ndio? So inawezekana kuna kaugonjwa tu kalitokea, akaambiwa mtoto wako anaumwa, mtoto wako amelazwa, ghafla mtoto wako amekufa, na akasema Bwana ametoa na Bwana amefanyeje? Kumbe kilichotoa ni matamko ambayo yalishatangulia rohoni kwenye hilo eneo, ya kwamba mtu atakayetia msingi tu, unatia tu nia ya kuolewa, ndio njia za kupata mimba zinaanza kuwa nyingi kabla ya kuolewa. Unatia tu nia ya kujenga, ndio unashangaa, yani ndio kama mambo yanaanza kuparaganyika, yani vitu havieleweki. Milango ambayo ilikuwa imefunga kiuchumi, watu ambao walikuwa wameahidi kukusaidia ndio wanapotea wote, na simu zako hawapokei. Don't take it easy. Katika siku zake Yeli Mbetheli akajenga Yeriko, akatia misingi yake kwa kufiwa na Abrahamu mzali wake wa kwanza. Angalia malizia, anasemaje? Na kuyaweka malango yake kwa kufiwa na mwana wake mdogo Segubu, sawa sawa na neno la Bwana alilolinena kwa Yoshua mwana wa Nuni. So Yoshua kama alivyoongea ndivyo ilivyokuwa. Yoshua ni mtu wa kiroho, yani Yoshua ni mtu wa kiroho. Kwa hiyo aliongea Yoshua kwa sababu ni mtu wa kiroho. Akipatikana mtu wa kiroho, nimekuambia ufalme wa nuru au ufalme wa giza, maneno yanakamata. Na kingine, sikiliza, maneno hayafutiki kwa sababu aliyesema amekufa. Maneno hayafutiki kwa sababu aliyesema amekufa. Maneno yanafutika kwa sababu umeshughulika nayo, umeyafuta. Iwe aliyesema yuko hai au amekufa. Yesu anasema maneno haya ninayowaambia hata nukta haitapotea. So muhusika anaweza akapotea, ila maneno hayapotei. Muhusika anaweza akapotea, ila maneno hayapotei. Ni mpaka yamepotezwa na mtu aliamua kushughulika nayo. Na nilikuwa najaribu kufuatilia hapa kwenye historia, ni karibu miaka 400 ilipita tangu haya maneno yametamkwa. Karibu miaka mingapi? 400. Na sisi tumezaliwa hapa juzi hapa. Haujui mtu alitamka nini kwa habari ya mtaa ambao unaishi sasa hivi. Mwingine hujui alitamka nini kwa habari ya ukoo wako. Babu yako alimdhulumu balozi wa mtaa, na yeye kwa sababu ya uchungu uliokuwa ndani yake akatamka maneno ya laana. Utaokoka, lakini kuna mtu alishatamka mpaka amepatikana mtu wa kushughulika nayo roho, kwa sababu mashtaka ya shetani mengine sio dhambi, mengine ni shetani anakuja nayo yaliyotamkwa kinyume na familia yako, kinyume na ukoo wako, anakuja nayo kinyume chako. Ndio wasomea hapa siku moja kwamba Mungu anasema kila nikitaka kumponya Israeli ndio mashtaka yanaletwa. Mashtaka yanaletwa. So angalia hapa. Haya, ngoja nikuonyeshe matamko mengine tena. Kitabu kile cha Wafalme wa Pili. Twende Wafalme wa Pili sura ya 2. Mstari wa 19 mpaka ule mstari wa 22. Wafalme wa Pili sura ya 19, sura ya 2, Wafalme wa Pili sura ya 2. Karibu miaka 400 inapita, maneno yanatimia watu wangu. Usiyachukulie maneno kikawaida. Maneno yanashika, iwe ni baraka yanashika, iwe ni laana yanashika, yakitamkwa yanashika. Ardhi na masikio inaweza kusikia. Hebu jaribu kuwaza, mtu mwenye wivu na wewe alikuja akatamka nini hapo kwenye eneo lako la biashara, kwamba huyu mtu hapa atafunga na ataondoka kwa hasara. Hezekao wewe ukuwepo wala ukusikia wakati anatamka, ila kwa sababu eti ukuwepo au kusikia haimaanishi kwamba hayo maneno hayatatokea. Yeli Mbetheli angekuwa amesikia kwamba kuna maneno yalitamkwa, angeanza kushughulika nayo kabla hajaanza kujenga, ila hakusikia na hakuwepo wakati anatamkwa, ila madhara ya matamko yalimpata kwa sababu hakushughulika nayo. Wafalme wa Pili sura ya 2 mstari wa 19 mpaka 22. Naomba tusome kwa sauti. 1, 2, 3. Twende, nasemaje? Watu wa mjini wakamwambia Elisha, mahali pa mjiuni pazuri kama bwana wangu aonavyo. Ni mjini hapo, anasema watu wa mjini. So leo mjini tuongelee watu wa wapi? Labda Masaki, Posta, wapi tena? Posta Bay, wapi tena? Pengine. Haya, watu wa Posta Bay. Kwa hiyo tuweke pale watu wa Posta Bay. Wakamwambia Elisha,
Haya, tuanze tena. Si ndio umesema ni mjini Oysterbay mjini? Haya, watu wa Oysterbay wakamwambia Elisha, angalia takusi, mahali pa mji huu hapa Oysterbay ni pazuri. Unaona majumba hayo? Unaona lami ziko mpaka magetini? Unaona magorofa haya? Unaona magari mazuri yanayopita huko Oysterbay huko Masaki? Ni pazuri, ni pazuri, sio pazuri. Ni pazuri. Angalia anasemaje? Kama bwana wangu aonavyo. Sio kwamba tu sisi tunaona, lakini hata wewe unaona. Mji unajieleza wenyewe. Anasema lakini maji yake hayafai, na nchi uzaa mapoza. Maji yake hayafai, na nchi uzaa mapoza. Kumbuka maji yanaashiria uhai. Maji yanaashiria uhai. So maana yake ni kwamba huu mji hauna uhai. Huu mji hauna uhai. Lakini kingine anasema nchi inazaa mapoza. Kwa Kiingereza King James anasema and the ground is barren. Maana yake ile eneo ni tasa. Hakuna kitu utapanda kwenye ile eneo kikazaa. Lakini nataka nikusomee kwa amplified, Biblia amplified, as amplified classic. Amplified classic. Leo hatuna screen hapa ungeona, lakini nakusomea hapa ninayo. Amplified classic. Anasema hivi, and the men of the city said to Elisha, sio hata men of the village, ni mjini kabisa, behold, inhabiting of this city is pleasant. Anasema as my Lord sees, but the water is bad. Anasema and the locality causes miscarriage and barrenness in all animals. Maana yake ni kwamba anasema ni kwamba kuishi katika mji ni kitu kizuri, lakini haya mazingira yanasababisha miscarriage. Miscarriage maana yake ni kwamba mtu akipata mimba kwenye ile eneo inaharibika. Hiyo ni mimba. Mimba ni kila wazo ambalo Mungu anakupa ndani. Mimba ni kila maono ambayo Mungu amekuwekea kufanya. Mimba ni kila jambo jema ambalo unataka kulizaa. Anasema kila mtu akipata jambo la kuzaa. Pana anasema in all animals, including na wewe pia ambaye ni mtu. In all animals. So kila mimba ikipatikana inaharibika. Wewe unaweza kaenda hospitali. Ukienda hospitali wakimpima mke wako, kwa nini mimba zinatoka? Hospitali hawaoni tatizo. Ila tatizo liko kwa mkeo. Tatizo liko kwenye ardhi. Mnaenda hospitali mnapima, wanasema kuna utasa. Ila wakiangalia hawaoni tatizo. Lakini ukirudi tatizo kwa nini wabebi mimba? Wao kwenye ile eneo. Siku wakibadilisha ile eneo wakaenda eneo jingine, wanazaa. Na akipata mimba kule kaza, tumepata mimba, ngoja turudi kwenye ule mji wetu kabla hawajazaa. Mimba inaharibika. Miscarriage. Jaribu kuwaza hili ni eneo. Kwa hiyo kuna wakati unahisi mchawi wako ni jirani yako, hata sio jirani yako, hata jirani yako mwenyewe naye eneo linamsumbua na yeye hajui. Kuna wakati unatafuta mchawi wako ni mamdogo. Hivi mamdogo, inasikana mamdogo. Kuna jicho alinikata juzi mchungaji. Lile jicho unaona kabisa ile jicho ndo sababu ya mimi kuwa hapa, sio mamdogo. Mamdogo anayekusumbua ni ardhi kwanza. Tushughulike na eneo kwanza. Yaani kuna mtu leo hata ukimpa milioni 100, kuna mahali ukakupeleka ukianzisha tu mradi, utaondoka kwenye ile eneo kwa kukimbia ukiwa umeacha hela na umeacha kila kitu. Kwa sababu eneo ndo linakataa vitu. Nasema eneo alitaki, the ground is barren. Kuna roho ya utasa imekamata ile eneo. Kwa hiyo watu ile eneo wamekamatwa wao na utasa. Kuna utasa kwenye uchumi. Ukianzisha huduma kwenye ile eneo bila kushughulika na roho ya maeneo, huduma inakuwa tasa. Au zai. Nilikuwa msikia Bishop Gwajima. Ndio kuna clip amekaposti mtumishi wa Mungu. Nilikuwa msikia Bishop Gwajima anasema kule Msoma alichunga kanisa miaka 2. Alikuwa na washirika wangapi? Mzee anasema fundisho alikuwa anao. Upako alikuwa nao. Nguvu za Mungu anazo. Anazo au hana? Hebu wewe mwenyewe sema anazo au hana? Wewe ukimsikia tu yule mzee anazo au hana? Anazo. Angekuwa hana hata waovu wangekuwa wameshammaliza. Anazo. Lakini miaka 2 mizima washirika ni 3. So kama ni wateja miaka 2 mizima wateja ni wangapi? 3. Kama ingekuwa ni biashara. Ni hao. Na imefika mahali sasa hivi hata akija kukopa uwezo ukakataa, kwa sababu akiondoka yeye umebakiza 2. So hata akikopa ikafika 30,000 inabidi uendelee kumkopesha.
Sema kwa jina la Yesu. Kila roho ya utasa kwenye eneo, kila roho ya kuharibu mimba kwenye eneo, na shughulika nayo kwa jina la Yesu. Sio watu watatu. Anasema baadaye alipokuja kugundua anatakiwa kuanza kushughulika na mkuu wa eneo, alipopata huo ufunuo na alipoanza kuomba, ndipo alipoanza kuona mlipuko wa ukuaji wa kanisa. Yaani kanisa lilikuwa linakuwa kila siku. Unaposikia kanisa la Matendo ya Mitume, kanisa ambalo unasikia ile kanisa Mungu alikuwa anasema siku kwa siku walikuwa watu wanaokoka. Hilo kanisa ni kanisa ambalo lilikuwa linaomba mpaka nguvu za Roho Mtakatifu zinatikisa eneo. Nguvu za Roho Mtakatifu zinafanyaje? Sema kwa sauti kanisa, nguvu za Roho Mtakatifu zinafanyaje? Unasikia waliomba mpaka mahali pale pakafanyaje? Pakatikiswa. So walikuwa wanapiga rohoni, wanapiga mwilini kote kote, alafu baadaye mji unatema watu. Siku kwa siku watu wanaokoka. Don't take it easy. Lazima tuombe mpaka tutikise nini? Eneo. Sema kwa jina la Yesu. Safari nitaomba mpaka nimetikisa eneo. Wewe unaweza ukaandika hivi, maombi yako yasipotikisa mji, biashara yako haitatikisa mji, huduma yako haitatikisa mji, maono yako hayatatikisa mji. Ni mpaka maombi yako yametikisa mji, ndio kile ulichobeba ndani kitatikisa mji. Alafu naika Matendo 4:31 anasema walipokuwa wakiomba mahali pale, nguvu za Roho Mtakatifu zikashuka, mahali pale pakatikiswa. Alafu nini katokea? Wakajazwa kwa Roho. Alafu nini katokea? Wakalinena neno la Mungu kwa ujasiri, na kanisa likazidi kukua. Kwa nini? Kwa sababu walitikisa mji. Maombi yako yasipotikisa mji, huwezi ukatikisa mji, mtu wa Mungu. Nilikuwa nasoma jana maandiko, nilikuwa nasoma kitabu cha Luka sura ya 4. Luka sura ya 4. Nikaona Bwana Yesu akiwa mlimani alipokuwa anaomba kule, baada ya kushuka, nikaona Biblia inasema walimchukua kwenye Luka 4:29. Walimchukua akampeleka mahali fulani kwenye anasema kwenye kilima, wanasema kwenye kilima ambacho mji huo umejengwa juu yake. Nikagundua kila mji huo unajengwa juu ya kitu fulani. Anasema kwenye kilima ambacho huo mji umejengwa juu yake. Wakataka wampeleke pale. Na kwa nini wampeleke pale wakamsukumie pale? Acha tu na kwamba kulikuwa kuna bonde, lakini mimi nilichokamata pale kwamba mji ulikuwa umejengwa juu ya kilima. Maana yake ukiweza kutikisa vizuri hapo, unatikisa vizuri mji. Hivi nikupe mfano rahisi. Angalia. Hii ni taa. Ukitaka kuitikisa hii taa, achana nayo. Wewe hangaika na ulimwengu wa roho huku chini hapaonekani. Nikitikisa huku chini vizuri, hii itaanguka hapa na tutaona giza hapa. Na kule kwenye video watakuwa watuoni sasa. Ndio maana nimeshindwa kutikisa. Lakini tikisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambao biashara zao zitatikisa mji, inabidi watikise kwanza mji. Kwa nini? Kwa maombi. Na ambao huduma zao zitatikisa mji, inabidi watikise kwanza mji. Kwa nini? Kwa prayer. Zima utikise mji kwa maombi. So turudi pale kwenye kitabu cha Wafalme wa pili sura ya 2. So anasema huu mji unasababisha kwanza miscarriage, mimba zinaharibika. Pili, utasa. Kwa hiyo kuna wengine hawajabahatika hata kupata mtoto. So ili mtu kwenye ile eneo awe na mtoto, unahisi lazima ashughulike kwanza na roho ngapi? 2. Ukishughulika tu na utasa utapata mimba itatoka. So lazima ushughulike na utasa, lazima pia ushughulike na nini? Roho ya kuharibu mimba. Na Mungu anasema katika nchi yako hapata kuwa na aliye tasa, kwa sababu kuna nchi roho ya utasa imetawala. Roho ya kuharibu mimba imetawala. So ona vizuri sasa. Kwenye hiyo Wafalme wa 2 anasema Elisha mstari wa 20 akasema, nileteeni chombo kipya, mtie na chumvi ndani yake. Wakamletea. Hiyo chumvi ndio wewe sasa. Hicho chombo kipya ndio wewe sasa, umefanya chombo kipya kwa damu ya Yesu. Anasema Mungu anasema atakufanya kuwa chombo kipya kikali cha kupuria tena chenye meno. So hiyo chombo kipya ni wewe, na hiyo chumvi ni wewe. Lakini pia hiyo chumvi ni maneno yako. Anasema maneno yetu yajae neema. Wakolosai sura ya 4 mstari wa 5 anasema maneno yetu yajae neema, ili kuna kaneno akaongea pale Mungu. Tafuteni basi haraka leo hatuna screen. Wakolosai 4 mstari wa 5. Wewe ni mta. Anasemaje? Maneno yenu yawe na nini? Na neema siku zote, yakolee nini? Munyu ni chumvi. So Elisha alipoomba chombo kipya ndio wewe sasa leo umefanywa kuwa chombo kipya. Lakini cha pili, maneno yako sasa yamekolea chumvi. Si unalo neno la Bwana? Si unalo neno la Bwana? So angalia,
Elisha anasemaje hapa? Anasema akamwambia nileteni. Anasema akatoka akaenda mpaka chemchemi ya maji, akatupa ile chumvi humo ndani. Sio tu alitupa chumvi akaisha hapo, akasema Bwana asema hivi, nimeyaponya maji haya, hakutatoka huko tena kufa wala. Maana yake mauti ndio ilikuwa inatoka kwenye maji. Kwa hiyo watu walikuwa hawajajua tatizo liko wapi. Tatizo weza liko kwenye maji au liko kwenye ardhi. So leo tunashughulika na pande zote. Iwe tatizo liko kwenye maji, iwe tatizo liko kwenye ardhi, iwe tatizo liko kwenye anga, tunashughulika nalo kwa maombi. Sema katika jina la Yesu, tunashughulika nalo kwa maombi kwa jina la Yesu. Angalia hapa, anasema hivyo maji yale yakapona hata leo, sawa sawa na neno la Elisha. Sio sawa sawa na chumvi na maji. Ile chumvi na chombo sio sawa sawa na chumvi na chombo. Ile chumvi na chombo tu ni ufunuo. Ni mahali ambapo aliketisha neno alafu akatupa. Ila anasema sawa sawa na neno alilonena Elisha. Kwa amplified anaweka hivi. Nataka nielezee hapo kwa sababu leo kuna watu wanauziwa chumvi na maji. So nataka nielezee hapo. Usio ukasema sasa pastor tukimaliza ibada nikuuzie chumvi. Hamna. Mfalme wa pili sura ya pili mstari wa 20 kwa Biblia Amplified Classic. Anasema he said, bring me a new bowl and put salt. Alafu kwenye mabano anasema the symbol of God's purifying power. Kwa hiyo chumvi ilikuwa ni kama kialama au kiashiria cha nguvu ya Mungu ya kutakasa. Leo tunayo damu ya Yesu, hatuhitaji kutumia symbol. Leo tunayo damu ya Yesu, so we will use the blood of Jesus. Leo tunalo neno la Bwana, tutalitumia neno. Alafu anasema the symbol of God's purifying power in it. Anasema and they brought it to him. Mstari 21. Anasema then Elisha went to the spring of the waters and cast the salt in it and said, thus says the Lord, alafu pale kwenye mabano ameweka not the salt. Nataka uone kwamba sio chumvi, ni huyo muhusika. Anasema pale ameweka not the salt. Maana yake Elisha inawezekana alikuwa anasema mimi nimesema, au mimi ndo naamrisha, na sio chumvi. Not the salt. Have healed these waters. Anasema there shall not be any more death, miscarriage or barrenness. Anasema and bereavement. Alafu anasema because of it, so the waters were healed to this day as Elijah has said. Manake maji yaliponywa kama Elisha alivyosema. Simama kwa miguu yako mtu. Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Mungu anataka tuisemeshe ardhi. Semesha anga. Semesha ardhi. Ezekiel 11 mstari wa kwanza hadi wa 3 nitakusomea hapo ukiwa umesimama. Ezekiel 11 mstari wa kwanza hadi wa 3. Anasema tena roho ikaniinua ikanileta hata lango la upande wa mashariki wa nyumba ya Bwana lililoelekea upande wa mashariki. Na tazama mahali pa kuingilia palango walikuwako watu 25, na katikati yao nikamwona Yaazania mwana wa Azuri na Pelatia mwana wa Benaya, nao ni wakuu wa watu. Mstari wa 2 anasema akaniambia, mwanadamu, hawa ndio watu wale watungao uovu na kutoa mashauri mabaya ndani ya mji huu. Kwa hiyo kwanza lazima tushughulike na hao wanaoyatoa hayo maneno ya uovu, hao wanaotamka mabaya kinyume na eneo la Dar es Salaam, kinyume na Tanzania, na kinyume na mtaa ambao wewe unaishi, mtaa ambao unafanyia biashara. Tunashughulika nao kwanza. So anasema hao ni watu, angalia walichokuwa wanasema mstari wa 3. Anasema wasemao wakati wa kujenga si karibu. Maana yake mtu akitaka kujenga, rohoni walishapanga kalenda. Yaani wao kwa tafsiri nyingine kwamba wao ndo wanaamua kalenda ya mji. Na kalenda hiyo wanaamua barabara kwenye mji huu ijengwe lini. Wakisema barabara itajengwa miaka hii 5, achana na hata serikali ikijitahidi namna gani haijengwi. Haijengwi. Atatokea hata roho mmoja atamvaa mtu atakimbia na hela za ujenzi. Au itajengwa baada ya muda itasombwa na mvua. Yaani mimi natamani tushughulike, tunataka hii barabara ya lami hapa ikamilike katika jina la Yesu. Yaani hii lami hapa kwenda hii mpaka Mbuyuni, kwenda mpaka iende mpaka pale katika jina la Yesu. Na unafika mahali tunageuza ruti sasa. Ruti za daladala zinaanza kupiga hivi. Wanafika hapo kama wataelekea Tegeta Nyuki sawa, wataelekea huku sawa, lakini tunageuza na hiyo ruti katika jina la Yesu.
Si nilikwambia tunageuza kwa kusema, mbona useme amen sasa? So anasema hao watu walikuwa wanasema wakati wa kujenga sio sasa. Wanasema mji huu ni sufuria na si ni nyama. Maana sisi ndo tunaamua pishi gani liwepo mjini. Tukiamua sasa hivi ni nyama choma ni nyama choma. Tukiamua sasa hivi ni rosti ni rosti. Tukiamua leo ni supu mchemisho ni supu mchemisho. Uko tayari tushughulike nao? Uko tayari tushughulike nao? Tunaanza na wakina nani? Watunga uovu, wanaotamka mabaya kwenye mji. Wacha nikupe andiko la mwisho, andika ile andiko. Kwenye kitabu cha Ezekieli, Ezekieli nampenda, anaongea vitu vya ajabu sana. Huyu nabii wa Bwana Ezekieli hakuwa mtu ize. Nabii wa Bwana Ezekieli hakuwa mtu ize. Ezekieli 21:21. Nataka ufungue Biblia yako usome na upigie mstari. Ezekieli 21:21. Anasema hivi, maana mfalme wa Babeli, alisema penye njia panda, penye kichwa cha njia hizo mbili, ili atumie uganga. Alitikisa mishale huko na huko, akaziuliza terafi, akayatazama maini. Terafi ni picha, alikuwa na picha. So mfalme huyu wa Babeli alienda kwenye njia panda ya mji akiwa amebeba mshale, akiwa amebeba picha. Kwa Kiingereza hizo terafi ametumia neno ni picha. Anasema images. So inawezekana ni picha za watu au picha za kichawi whatever. Alafu anasema alikuwa amebeba pia na maini. Yaani ni mfalme wa nchi lakini ni mchawi. Amebeba maini, amebeba mshale, amebeba na picha. Yuko njia panda pale anatikisa. Hapa amesema alikuwa akitikisa ile mshale huko. So hatujui alikokuwa akitikisa mshale alikuwa anasema nini. Na hapa Biblia inasema maana mfalme wa Babeli alisimama penye hizo njia ili atumie uganga. Na uganga ni kuongea, ni pamoja na kuongea. So anaweza alikuwa amekaa pale njia panda anasema watakao tokea njia hii hawatafanikiwa. Wa upande huu hawatafanikiwa. Wa upande huu hawatafanikiwa. Wa upande huu hawatafanikiwa. Atakayetaka kuinuka anataka kunipindua kwenye huu mji kutokea pande zote hizi afe. Yuko pale na unafikiri mganga alienda, huyu mfalme alienda mchana? Unafikiri alienda mchana? Alienda usiku Na unahisi usiku alienda akiwa amevaa mavazi ya kifalme? Leo ni mambo ya ajabu, uchawi umekuwa waziwazi. Unaona mtu anaenda Kariakoo pale amebeba beseni lake la maji. Anafika pale bodaboda wake anajimwagia beseni la maji. Kama mganga alivyompa maelekezo, anapanda bodaboda anaondoka. Na haya mambo tunayachukulia kawaida. Usichukulie kawaida. Mtu anapata ujasiri wa kwenda Kariakoo. Wewe tukiwaambia tu ukahubiri injili haujavua nguo. Tukiwaambia tu ukahubiri injili pale Kariakoo, huwezi. Wenzako wako serious, anaenda pale nikaona mtu mmoja amefunga kataulo. Maelekezo kapewa na mtaalamu, sema mtaalamu. Sema kwa sauti mtaalamu. Utashindana kweli wewe na huyu mtu? Wewe kweli utashindana na huyu mtu? Hata ukiwa unaomba ili unaangalia makeup isifutike. Mwenzako ameenda Kariakoo amebeba ndoo ya maji ametoka nayo nyumbani. Anafika pale na umati wote wa watu pale. Tena nikaona ni pale Msimbazi. Pale kuna kituo yake ka polisi pale karibu. Kanyanyua ndoo yake kajimwagia na bodaboda kwa sababu inaonekana amelipwa mkwanja labda mrefu. Mama watu kajimwagia. Kwanza alianza kidogo kajimwagia kidogo. Baadaye akanyanyua. Unaweza kuhisi ni content ila sio content. Watu sasa hivi ni wachawi waziwazi. Unahisi yule mama ana ndugu. Unahisi ndugu zake wakuona labda hiyo clip. Ila watu wamemaanisha. Ukiamua kumfuata Mungu maanisha. Na ukiamua kumfuata shetani pia maanisha. Wasio maanisha hawezi kufanikiwa. Uko tayari tuombe sasa? Tushughulike na hawa waliokaa kwenye njia panda. Tushughulike na kila kilichokaa kwenye maji, kila kilichokaa kwenye anga, kila kilichokaa kwenye ardhi. Inua mkono wako wa kulia juu, sema Baba katika jina la Yesu. Kwa sauti, Baba katika jina la Yesu. Kuanzia sasa katika jina la Yesu natangaza ya kwamba
mimi ni silaha za Bwana. Mimi ni silaha za Bwana, ni silaha zake za vita. Mimi ni rungu la Bwana kwa jina la Yesu. Mimi ni upanga wa Bwana katika jina la Yesu. Mimi ni moto wa Bwana, na kwa mimi Bwana anateketeza jioni ya leo katika jina la Yesu. Mimi ni radi ya Bwana, na kwa mimi Bwana anawapiga watesi wake kwa jina la Yesu. Sema tena, kwa jina la Yesu. Mimi ni mshale wa Bwana uliosuguliwa sana, na kwa mimi jioni ya leo adui za Bwana na adui zangu wanachomwa kwa jina la Yesu. Wanachomwa kwa jina la Yesu. Mimi ni silaha ya Bwana ya kuvunja vunja, ya kung'oa, ya kuharibu, ya kuangamiza kwa jina la Yesu. Hebu anza kuomba, shughulika na kila matamko na maneno mabaya na walioyatamka kwenye mtaa unaoishi, kwenye eneo unalofanyia biashara, kwenye mtaa ambao kanisa la Bwana tumepewa kujenga. Amrisha kwa mamlaka ya jina la Yesu, kila maneno na matamko mabaya yaliyotamkwa na waliotamka, tunashughulika nayo. Amesema ya kwamba wewe ndio utakao wahukumu, wewe ndio utakao wahukumu. Usipowahukumu wewe, hakuna atakaye wahukumu. Mungu hajasema mimi, amesema ni kwa wewe, ni kwa wewe. Amrisha kwa mamlaka ya jina la Yesu ya kwamba wale waliotamka mabaya, wakasema ya kwamba majira ya kujenga sio sasa, wakasema majira ya mega church sio sasa, anawaendea katika ulimwengu wa roho, anawaendea. Mimi ni moto wa Bwana, nateketeza vinywa vyao, nateketeza ule uovu uliomea kwa sababu ya maneno yao, anauteketeza. Unateketea, unateketea kwa mamlaka ya jina la Yesu. Yale mashauri yao yanabatilika kwa jina la Yesu. Yale mashauri yao, ile mipango yao ya uovu inabatilika kwa jina la Yesu. Nawaendea walio njia panda, nawafyeka, nawafyeka, nawafyeka. Maya katoria masanda rekata makaya baraba yakata masanda rakataya. Kama unaomba omba, na kama unashindana shindana, na kama unapambana nao pambana. Waende kwenye ulimwengu wa roho. Kwenye ulimwengu wa roho hakuna umbali, unaweza ukaenda mpaka kwenye mtaa ambao umeweka biashara, kwenye ofisi ambayo umeajiriwa. Inawezekana kuna maneno yalitamkwa kinyume chako, au kinyume cha hiyo biashara, au kinyume cha hiyo huduma, au kinyume cha hiyo kazi. Wakatamka ya kwamba ndani ya mji huu hakuna atakayejenga. Leo nakwenda mahali ambapo maneno hayo yametamkwa, nakwenda nafuta kwa damu ya Yesu, nafuta kwa damu ya Yesu, nafuta. Kama ambavyo Elisha alikwenda kwenye chemchem, mahali ambapo mapozo yanazaliwa, na mimi nakwenda kwenye hiyo chemchemu ya uovu. Hiyo chemchemu ya uovu inayoharibu mimba za watu, inayoharibu afya za watu. Nakwenda kwenye hiyo chemchemu ya uovu iliyokamata maendeleo ya mji, iliyokamata maendeleo ya kanisa. Na iendee hiyo chemchemu, na anaisimamia na kuangusha. Pambana na mwenye nguvu, mwenye nguvu wa Dar es Salaam. Hatuna kujia kwa jina la Yesu. Sisi tulikufa pamoja na Kristo, na tukafufuka pamoja naye, na tumeketishwa pamoja naye juu sana kupita falme. Kila mfalme kwenye ulimwengu wa roho juu ya anga la Dar es Salaam, hatuna kujia kwa jina la Bwana. Poromoka, anguka, 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 anguka. Napindua kiti chako, viti vya enzi vya kuzimu kwenye anga la Dar es Salaam, kwenye ardhi ya Dar es Salaam, kwenye maji ya Dar es Salaam. Napindua, pinduka. Anasema nitakipindua, nitakipindua tena. Napindua, napindua tena. Achia, 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 achia. Majira yamefika ya wana wa Mungu kutawala. Majira yamefika ya biashara zetu kupenya. Majira yamefika ya majina yetu kutikisa mji kwa mamlaka ya jina la Yesu.
Nimekwambia kwamba hautatikisa mji, hautatikisa mji kama hujatikisa kwa maombi. Hatikisa kwa maombi kama walivyokuwa nao wanatikisa terafi na mishale, wanatikisa na maini. We tikisa kwa jina la Yesu. Hatikisa, waanguke, waanguke, waanguke waovu waliokaa kwenye malango ya mji, wakasema hakuna wakuvuka hapa. Waovu waliokaa kwenye lango la mashariki, naamrisha kama baba yenu Shetani alivyoanguka, angukeni, angukeni, anguka ufe, na kupiga kwa upanga wa Bwana ulio mkubwa, ulio mkali, ulio na nguvu, na kujia mtu mwenye nguvu kwa upanga wa Bwana ulio na nguvu, na kufyeka. Nione ukipambana nao. Hii ni vita, hii ni vita. Mungu akawaambia wana wa Israeli, mfalme wa Sioni na mji wake nimemtia kwenye mikono yenu, lakini ili muweze kumiliki lazima mshindane naye. Ashindana, shindana, ashindana kwa jina la Yesu. Hii Dar es Salaam ambayo imekamata tenda zako, hii Dar es Salaam ambayo imekamata tenda zako, amrisha kwa jina la Yesu, waliokaa kwenye hayo maeneo, waliokaa kwenye malango ya watu kuja kwenye nyumba ya Bwana, na poromosa, na tikisa, na tikisa. Samsoni akatikisa zile nguzo za jengo, Samsoni akatikisa zile nguzo za jengo. Rakaparama sana yakata yagabarada rakana makataya lekabarama sana yakana makataya. Wakati ambapo Yoshua alikuwa anashughulika na Yeriko, Yeriko inaanguka kwa kelele. Apiga kelele wewe, apiga kelele wewe. Amrisha kwa jina la Yesu, amrisha kwa jina la Yesu. Nyie ambao mmekaa rohoni, mnaamua jina la nani livume na la nani lisivume, mnaamua nani akue na nani asikue, mnaamua huduma ipi ikue na ipi isikue. Nawajilia, 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 nawateketeza kwa moto, nawateketeza kwa moto. Kanisa watumie moto, watumie moto, watumie moto, watumie moto, watumie moto. Hao ambao wamejiapiza, hao ambao wamejiapiza, wakasema huyu hataoa, wakasema huyu hatajenga, akianza kujenga aumwe, apangua. Watumie moto, watumie moto. Wakasema huyu akiingia kwenye mahusiano yaliyo serious yaharibike kabla ya muda. Watumie moto, moto. Sarabakatabaya yakaradabasanda yakamakatayada rekaparamasanda. Watu wakamwambia Elisha, ndani ya mji ni mahali pazuri, fremu yake ya biashara iko mahali pazuri, lakini hauuzi. Vyeti vyako haviko vizuri, lakini kazi haupati, au vyeo haupandi. Pambana, pambana, pambana. Hiyo roho ya giza iliyokalia hatua yako nyingine, hatikisa, waamrishe waachie. Hatikisa, ni mpaka Yesu ameshindana Shetani ndio habari zilienea. Alipotoka mlimani akiwa amemshinda Shetani ndio habari zikaenea. Naamrisha Shetani wa Dar es Salaam uliyekamata vijana kwenye eneo la tabia, roho ya kubeti na kamari, na kupindua, na kupindua, na kupindua. Apinduka kwa jina la Yesu. Waachie watu wa Bwana. Apinduka, apinduka mwenye nguvu kwenye eneo la uchumi uliyekamata rohoni, apinduka. Achia watu wa Bwana tupite, achia watu wa Bwana tupite, achia watu wa Bwana tupite. Wewe unayecheza na majina yetu rohoni, hautaki yavume. Wewe unayecheza na huduma zetu rohoni, umetuwekea mipaka. Na kujilia wewe, na kujilia wewe, na kujilia kwa jina la Yesu, na kujilia. Sarabayataya
yakapaya makata rekata yagabaraba lakarabakata yanaba lakaparabaraba sana. Unakaribia kutoboa, usichoke, usiregee, kaza 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 kaza. Unakaribia kupenya, unakaribia kupenya, unakaribia kupenya. Ashughulika na huyo mtu mwenye nguvu kwenye ukoo, anayepanga kwenye ukoo huu. Watu hawa na hawa ndio watakaovuka mipaka. Farao anawaambia watu, nendeni, lakini hamtakwenda mbali. Roho zinazozuia watu wasiende mbali, napiga 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 napiga. Mnaozuia huduma na makanisa wasipige hatua kwenda mbali, napiga napiga napiga. Yesu akiwa msalabani alikuwa anashindana nao, anasema akawavua enzi na mamlaka, wanyang'anye, wanyang'anye utajiri wa mji, wanyang'anye nafasi hizo za juu, wanyang'anye viwanja vyetu, wanyang'anye ndoa zetu, wanyang'anye watoto wetu, wanyang'anye hati za viwanja. Sharatakata na wanyang'anya, na wanyang'anya, na wanyang'anya. Atapika chia, anasema amemeza mali, lazima atapike. Tapika, piga kelele, sema waachie, waachie, achia, achia, achia. Wanyang'anye kila ambacho nataka. Hiyo pete yako ya ndoa wanyang'anye kwa jina la Yesu. Yanda karabaya, wale wateja wako wanyang'anye kwa jina la Yesu. Chukua, 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 achukua, usiwe na huruma, achukua, usiwe na huruma, achukua, usiwe na huruma. Usishindwe na wakoma. Wakoma walipoona wasomi wamekimbia, walichukua vitu vya kuwatosha. Achukua, chukua, chukua, achukua, chukua, chukua. Kata yaba anachukua watu wenye vyeo waje kanisani, anachukua wafanya biashara waje kanisani, anachukua waajiri wa serikali waje kanisani, anachukua madereva bajaji na bodaboda waje nyumbani kwa Bwana, anachukua wafanya biashara wakubwa na wadogo kwa jina la Yesu, wasomi kwa jina la Yesu. Achia kwa mamlaka ya jina la Yesu. Na kila ambaye ulikuwa umewekewa mipaka rohoni, natangaza juu yako ya kwamba hiyo mipaka imevunjika, hiyo mipaka imevunjika, hiyo mipaka imevunjika, hiyo mipaka imevunjika. Hebu piga hatua kwa ishara ya imani ya kwamba umevuka mipaka, ya kwamba umevuka mipaka. Piga hatua kwa imani ya kwamba umevuka mipaka, na ujitabirie ya kwamba nimevuka kiuchumi, nimevuka kiroho, nimevuka kiafya, nimevuka kiumri. Waliopanga nife nikiwa na umri fulani, nimepenya, nimepenya. Bwana amesema mdogo atakuwa na miaka 100. La makarabaya yakaya makataya lekaparama sanda. Nimepenya kwenye eneo la ukuaji wa kanisa. Hatumepenya, hatumekuwa kiushawishi, hatumekuwa kiuchumi, tumekuwa na washirika wote wa nyumba hii. Hatumevuka, hatumekwenda, hatumekwenda na vijana wetu, hatumekwenda na watoto wetu, hatumevuka na biashara zetu, hatumevuka na ndoa zetu, hatumevuka na huduma zetu, hatumevuka na afya zetu, hatumevuka, tumevuka, tumevuka. Hebu tangaza, nimevuka na sitarudi nyuma, nimevuka na sitazuilika, nimevuka na sitazuilika. Kwa msaada wa Bwana huo ukuta nimeuruka kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa msaada wa Bwana yale maneno ya uovu hayatanipata mimi wala watu wa Bwana nyumba hii. Kwa msaada wa Bwana hatunakimbiza maelfu sasa, hatunakimbiza maelfu sasa, hatunakimbiza malaki, hatunakimbiza mamilioni, hatunakimbiza mabilioni. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, mdogo atakuwa 1000. Raka ya maka yaka ya nama leka ya baraba
anasema jina lako utaitwa Efsiba. Anasema kwa sababu Bwana anakufurahia, Bwana anatufurahia tena, tumepewa jina jipya. Anasema tumefanyika hakuwa kilemba cha kifalme kwenye mkono wa Bwana. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, sisi ni kilemba cha kifalme, thamani yetu itaonekana. Ya karama sanda, sisi ni mji uliowekwa juu ya mlima ambao watu wataujilia makundi makundi. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, hatutafichwa, hatutazuiliwa. We are unstoppable. Hatuzuiliwi kiafya, hatuzuiliwi kiuchumi, hatuzuiliwi kiukwaji, hatuzuiliwi kihekima. Tumepewa kinywa na hekima ambayo watesi wetu hamtaweza kushindana nayo wala kuipinga. Kwa jina la Yesu, hatutakuwa kama miji isiyokuwa na kuta, kwa wingi wa watu, kwa wingi wa wateja, kwa wingi wa washirika. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, habari zetu zinaenea, 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 zinaenea kila mahali, zinaenea kila mahali, zinaenea kila mahali, zinaenea kila mahali. Natangaza wale ambao mlikuwa hamwezi kuzaa mkazae kwa jina la Yesu. Wale ambao mimba zilikuwa zinaharibika, maono yalikuwa yanaharibika, unaanza unaishia njiani, nenda ukazae kwa jina la Yesu. Inua mkono wako juu. Baba, katika jina la Yesu, Bwana Yesu, natangaza juu ya kila mwanao ambao umempa nafasi ya kuja mahali hapa. Nami natangaza pia kwa niaba ya Tanzania na Watanzania ya kwamba kila mtu mwenye nguvu rohoni ameanguka kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila mwenye nguvu alikuwa analizuia kanisa, anazuia unabii wa Bwana juu yako, juu ya kanisa, juu ya taifa, ameanguka kwa jina la Yesu. Na kuanzia leo nenda ukapiga hatua katika jina la Yesu. Maisha yako yakapiga hatua kwa jina la Yesu. Uchumi wako ukakue tena kwa jina la Yesu. Nenda ukaone ulichokuwa unavitafuta kwa muda mrefu katika jina la Yesu. Roho wa Bwana ananiambia kama ambavyo Samueli alimwambia Sauli, wale punda uliokuwa unawatafuta wameonekana. Na mimi nakutangazia kile ambacho ulikuwa hujakipata kwa muda mrefu, ulikuwa unakitamani kwa muda mrefu kwenye eneo lote la maisha yako, natangaza kwako kimepatikana katika jina la Yesu. Nasema kimepatikana katika jina la Yesu. Na watoto wa nyumba hii, nenda mkamiliki viwanja katika jina la Yesu. Kutakuwa na viwanja vyenye majina yenu kwa jina la Yesu. Kutakuwa na nyumba zenye majina yenu kwa jina la Yesu. Kutakuwa na makampuni yenye majina yenu kwa jina la Yesu. Mji ukawapokea na kuwakubali na kuwafanikisha kwa jina la Yesu. Kila utakachoanza hakitakufa, kitastawi na kuongezeka katika jina la Yesu. Kwa sababu mji huu umegeuzwa, umekuwa, kila utakachofanya kitakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji. Mji huu utasapoti mafanikio yako kwa jina la Yesu. Natangaza mji huu utasapoti hatua zako kwa jina la Yesu. Mji huu utasapoti kila unachofanya katika jina la Yesu. Utakufa kwenye mji huu katika jina la Yesu, wala hakuna cha kwako cha kufa katika jina la Yesu. Asante Roho Mtakatifu. Sasa